Hii ni sehemu ya mwisho msikilizaji. Kwa niaba ya Rita ni kushukuru sana uliokuwa pamoja nasi kuanzia sehemu ya kwanza na mpaka dakika hii tunahitimisha historia yetu tamu sana ya dada yetu Fifi. Tulipoagana sehemu ya mwisho tuliona kwamba kwa hizi mambo ambazo anazifanya Fifi kuna uwezekano labda hata akamtegeshea mimba mwamba. Of course ni BFF, lakini sasa aliyeonekana kushikilia hisia zake ni kijana, lakini sasa Novin anaonekana yupo serious na ahadi ambazo wamewekea na ni mipaka ambayo wamewekeana, ambapo litakiwa Novin yeye kama mwanaume ndo angekuwa labda msumbufu sana kwenye swala la tendo, lakini sasa imejikuta binti BFF ni kama anaweka pembeni na hivi sasa anahitaji ile kitu serious kabisa. Mpenzi yoyote anaingia kwenye mahusiano na Novin, basi Fifi atakisha kwamba anavuruga hayo mahusiano kwa kigezo tu ya kwamba eti yeye na Novin ni BFF. Kwa hiyo Fifi yupo free kufanya chochote kwa Novin. Yani ni kwamba Fifi anavuka mipaka kabisa ya mahusiano ya Novin. Kwa hiyo sasa tunaendelea kusonga mbele. Mara mwisho tumeona ya kwamba wamepeana na wakaidiana kwamba hii ndio itakuwa ya mwisho japo si tunajua ndio ya pili. Lakini kipi kitakachoendelea mara baada ya mipango ya Fifi kuendelea kufanya kazi, kwa sababu alisema ya kwamba alitakiwa kukamilisha kazi yake siku ya leo, ila si mbaya, ngoja aende kwa baba alafu akirudi ataendelea alipoishia. Kwa hiyo tunamalizia hii simulizi msikilizaji. Langu jina ni Lucas Lumba, simtarashaji ni Rita Story. Sasa Fifi anatuambia kwamba nilijiandaa chapchap na nilivyokuwa tayari, dereva wa baba alikuwa tayari nje, nikatoka na kuingia ndani ya gari na safari ikaanza. Kwa kuwa ilikuwa ni weekend na ilikuwa bado mapema, barabara zilikuwa nyeupe tu. So tuliwahi kufika. Kama kawaida nilikutana na baba yangu, ni full mideko tu, mwenye mume wake wivu haujawahi kumwachia. Nilipata muda mwingi sana wa kuwa na familia yangu. Na kumbuka kesho yake nilitakiwa kurudi nyumbani kwangu kwa sababu weekend inaisha na Jumatatu natakiwa kuingia wapi? Kazini. Basi bwana, nilijiandaa na nilivyokuwa tayari nikaenda kumwaga baba, ambapo baada ya kumwaga alinipa faili kadhaa na kunitaka nizipitishe kwa rafiki yake ambaye anaitwa Mr. Albert. Bila kubisha nilipokea na kuchukua moja ya funguo za gari yake. Nikatoka zangu nje moja kwa moja hadi lilipo gari, nikaingia na kusepa. Kituo changu cha kwanza ikawa ni kwa Mr. Albert. Kufika nikapiga honi, kijana wa getini akatoka na kuangalia ni nani. Alivyoona ni mimi akanisalimia na kufungua geti. Nikaingia na kuegesha gari sehemu husika, kisha nikashuka taratibu na kuanza kupiga hatua kuingia ndani. Sasa bwana, wakati nikitembea kuelekea ndani, juu ya jengo kulikuwa na kijana mmoja hivi akiniangalia kwa makini sana. Na nilivyoingia tu akatoka kule juu na kushuka, akabana mahali na kunitazama. Bila kujua kuna mtu ananiangalia, nilifika sebuleni na kukaa kwenye sofa kama nilivyoambiwa na binti wa kazi, na akatoka na kwenda kumuita bosi wake. Sasa huku mimi nikawa zangu huru kabisa, wala hata sikuwa na wasiwasi. Ikapita dakika kama moja hivi, Mr. Albert akatoka. Alivyoniona tu akaniita akasema, "Oh, Fiona, umekuwa binti mrembo bwana." "Shikamoo uncle." "Marahaba mwanangu, jambo?" "Sijambo." "Haise, sija kuona muda mrefu, naona umezidi kuwa binti bwana." "Asante sana uncle. Baba ameniagiza nikuletee hizi files." "Oh, nashukuru sana." Alipokea na nikataka kuinuka, kananiambia kwamba binti yangu, usiniambie unataka kuondoka." "Ndio uncle. Nina mahali ambapo natakiwa kufika, hivyo naomba niondoke afu nitarudi wakati mwingine." "Oh, uje kweli bwana, walau hata upate muda wa kuonana na wenzako." "Usijali uncle, nitarudi." "Haya, karibu tena bwana." Basi nijibu asante, nikainuka na kutaka kutoka nje, mara nikasikia sauti kiniita. Kugeuka nikakuta ni mtoto wa tatu wa Mr. Albert. Nilitabasamu kusalimiana na baada ya salamu nikaondoka zangu. Huku nyuma sasa, baada ya kuondoka, yule kaka ambaye ni mtoto wa kwanza wa Mr. Albert alimuita mdogo wake na kumuuliza kwamba, "Oya, yule binti aliyekuja hapa ni Fiona wa Mr. Edward?" Basi mdogo mtu kuulizwa vile akajibu, "Ndio, ndo huyo." Kaka mtu akasema kwamba, "Hebu acha matani yako basi. Yaani Fiona kale katoto leo ndo amekuwa hivyo?" Mdogo mtu akajibu, "Hutaki kuamini kwamba miaka inaenda yeye akuya au?" Kaka mtu akasema, "Kuna kukua, ila hii yake inaona kama imezidi." Mdogo mtu akasema, "Ndio hivyo, na ameshamaliza chuo kitambo tu, nahisi saizi anafanya kazi."
Basi kaka mtu akasema kweli siku zimeenda, haya unaweza kwenda. Alimruhusu mwenzie aondoke, yeye akaenda sebuleni ambapo babake alikuwa amekaa. Alipofika tu babake akamwambia kwamba umechelewa kushuka, Fiona ametoka hapa muda si mrefu. Baba, ni kama nimesikia sauti yake ila sikujua kama ni yeye. Ni yeye bwana. Huyu binti ni binti mzuri sana. Ni haki baba yake kujivunia yeye bwana. Baba, hadi umemsifia basi kweli yuko vizuri. Mimi simaanishi uzuri wa sura. Mimi namaanisha tu akili na hata tabia. Ni binti moja mzuri sana bwana. Alivyosema hivyo kijana wake atabasamu na kusema ya moyoni ya kwamba wao umeona tabia na akili zake ila mimi nimeona zaidi. And yes, she's beautiful. Basi waliangaliana na babake, wote wakatabasamu na kuanza kuongea mambo mengine, ila katika mazungumzo yao yote Blaze hakuwa pale kabisa. Muda wote alikuwa akitafakari uzuri wangu na kujikuta akipoteza umakini kabisa. Baba mtu alimwangalia, akaona kijana atakuwa na mambo mengi kichwani. Kwa hiyo akaamua kukatisha mwongezi na kumwacha hapo Blaze mwenyewe. Basi bwana, mimi nirudi nyumbani. Kufika nikaanza kuandaa nguo nitakazovaa wiki nzima, maana karibu wiki yote hii nitakuwa busy sana. So kuamka na kuanza kuandaa nguo itakuwa inanichelewesha. Basi nikaandaa nguo na nilipomaliza nikataka sasa kumtafuta Novin nijue yuko wapi, maana alikuwa hayupo. Ila kabla sijafanya hivyo geti lilifunguliwa. Kuchungulia ni yeye bwana. Nikaweka simu pembeni nikijua kabla ya kuingia kwake lazima tu atakuja kwangu kwanza, na kweli baada ya kupaki gari moja kwa moja alikuja kwangu na kufika akasema ya kwamba oya, nina njaa ya kutosha, umepika nini? Nipike ili nile na nani sasa wakati ulikuwa kwa mwanamke wako? Aliyekwambia nilikuwa kwa Sabela nani? Na kwamba nikiwa kwake ndo sitakiwi kula chakula chako ama? Sasa unatakaje kula chakula changu wakati umetoka kwa mwanamke wako? Si ule ukoko? Yaani unaongea kama mchawi vile, Kama mchawi, yani hebu nipe chakula bwana nile huko. Angalia juu ya microwave. Nimekuja na mbuzi choma na ndizi kidogo. Hapo tu ndo mimi nakupendea. Kwanza nionje alafu nijue sasa inafaa kula na ndizi ama ugali. Aliongea na kusogea hadi ilipo nyama, akafungua na kuonja. Nikasikia anasema kwamba huu tamu unafaa na ugali ese. Hapo kwenye ugali utasonga mwenyewe. Mimi hizo nguvu sina kwa kweli. Upunguzage basi kerere binti. Sijakwambia usonge wewe. Aliongea huku sasa akivua shati, akaweka pembeni na kuchukua sufuria, akaweka maji ya kutosha na kubandika jikoni. Hakuishia hapo, alifungua friji na kutoa vitu, akakatakata kachumbari ya kutosha na kusonga ugali, kisha akaweka kwenye sahani moja na kuweka mezani. Niliyekuwa naandaa nguo bila hata kuitwa, niliacha kila kitu na kusogea mezani. Tukaanza kuufinya huku sasa akitamba kuwa anajua kusonga vizuri. Basi swala la kubishana ni kawaida yetu msikilizaji. Yaani kusema tu yeye ni bingwa wa kusonga ugali mzuri. Nilibisha. Basi bwana, tulikula na baada ya kumaliza ugali tukaanza kugombania mchuzi wa kachumbari. Kila mmoja akitaka aunywe yeye. Hivyo ikawa vuta ni kuvute. Mwisho sasa tukaumwaga na kupata kazi ya kufuta zuria. Nalo halikufutwa kimya kimya, ni kwa makelele ya lawama kuwa wewe ndo umesababisha. Yaani sisi tunaga utulivu msikilizaji. Haya, tulimaliza kufuta, nikakaa zangu huku sasa nikinyosha nguo. Yeye bosi kitumbo sasa. Muda huo alikuwa amekaa tu amenyosha miguu juu kwa raha zake anakula upepo. Likasubiri nimemaliza kunyosha, nikaona anainuka na kuondoka. Dakika mbili nyingi anarudi akiwa na nguo mkononi. Bila aibu eti ninyoshe na hizi nyo. Nilimkata jicho hilo. Ila ndo kwanza alinitupia kichwani. Kwa hasira nilichukua zile nguo na kutaka kumpiga nazo, akasema kwamba we, ukichafua unazifua. Nikaona hapa kweli nikizirusha zikachafuka hata nifulisha kweli. Sasa nilichokifanya taratibu nikaziweka pembeni na kuinuka, nikataka kuingia chumbani. Akaniambia kwamba oya, msaada basi kidogo mamdogo. Novin, hivi wewe shida yako tu ni niongee lununi ama? Yaani kweli muda wote tumia mimi hapa na pasi. Umeweka tumbo lako tu hapo juu kama fuko. Sasa hizo unataka nikupasie kweli? Jamani, kwani kutulia ili chakula kishuke nao nikosa? Sikia mrembo wangu, fanya ungwana tu sawa Fanya ungwana msichana mzuri. Sitaki. Aya. Usifu basi, nyosha basi hata mbili tu bwana. Jamani, nimesema sitaki. Kweli utaki? Ndio. Alitabasamu na kuingiza mkono mfukoni, akatoa wallet yake, akaanza kuchomoa noti nyekundu moja moja.
na kunibandika kifuani. Wanawake na pesa ni ngozi na mishipa. Nililainika na kuanza kuzipokea kwa tabasamu nono. Zikafika 10. Hapa nanyoosha tena kwa ufasaha kabisa. Bwana we. Si nikaanza kunyoosha tena. Nanyoosha ni kama ni nguo za rais vile. Sasa uliza kilichotokea baada ya kumaliza kunyosha. Novin ni panya. Tena panya pori. Yaani mimi nimejipinda kuzinyosha vizuri, alafu namaliza jitu linasema eti sasa hiyo laki nimepewa na Osman, anadai ulimkopesha kwa hiyo kalipa deni. Nikasema aya, unasemaje wewe? Asi umesikia, ikirudiwa ni kosa. Nilichukia na kutaka kumkwapua zile nguo nizivuruge, ila alichomoka faster akatoka nje. Aise, tena kwa makusudi alifungua dirisha na kunizomea. Nilichukia na kutamani kumkimbiza, ila nikaona acha tu leo ashinde, ila hii nimeitunza, lazima nilipize. Kwa hiyo mimi nililala nikiwa na mpango wa kuonana Sabela siku inayofuata ili nikamilishe mpango, na kwa kuwa nilikuwa na uhakika wa kufanikisha, nililala nikiwa na furaha sana. Basi usiku ulipita na kesho yake asubuhi na mapema niliamshwa na simu ya Novin akiniamsha nijiandae. Bila kuchelewa niliamka nikajiandaa, na nilipokuwa tayari nikatoka tukakutana nje. Kutokana na mchezo alionichezea usiku nikajifanya nimenuna. So nilivyomuona sikutaka hata kumsalimia. Nikampita kusasa nikiwa nimerefusha mdomo kama chuchunge. Badala aniite, anitulize hata kwa kunipatia hela. Eti likaanza kunicheka. Na kusema eti nimekuwa kama wale ndege wanaomeza nyoka. Nilisonya na kuondoka. Nakwambia siku hiyo yani alifanya kazi ya kunichokonoa kila saa. Kwa hasira nikazima na simu, maana sio kwa message zile. Na ngoja labda asirudi nyumbani leo hata nijua mimi ni nani. So niliendelea na kazi zangu nikiwa hovyo kabisa. Muda ukasogea, ikafika mchana, nikawa sastaki kutoka. Hivyo natakiwa kuagiza chakula. Sasa siwezi kuagiza bila kuwasha simu. Kwa maana hiyo nikawasha simu. Yaani kwamba nawasha nikishaagiza tu na izima. Ila ile simu tu imewaka tu, ikaingia SMS kutoka kwa Jessica. Jessica ni mtoto wa pili wa Mr. Albert. Kitendo cha kuona SMS yake, nijiuliza kuna nini, maana ni muda sana hatujaongea, na sababu ya mimi na yeye kutokuongea, nakumbuka wakati tuko chuo tuliwahi kumcrush mtu mmoja. Na yule kaka kidogo alionyesha kutaka karibu na mimi, kitu ambacho kilimuuma Jessica. Na bila kufikiria akaanza kuninunia, jambo ambalo lilikuja kuzua ugomvi kati yetu na kukata ukaribu wetu. Sasa nashangaa baada ya muda mrefu leo tena ananitafuta. Nilifikiria kwa muda na kumjibu mkato tu, kisha nikaagiza chakula na kuweka simu pembeni. Dakika mbili nyingi bibi Jessica akatuma SMS nyingine akiomba kuonana na mimi. Niligura na kujiuliza kwani anataka nini. Mimi sinaga kitu ya kuvunga wala kujizungusha. Nikaambia kwamba kama sijakosea mimi na wewe hatuna urafiki, so kwa nini unataka kuonana na mimi? Basi nilivyotuma hivyo akatuma emoji ya kusikitika na kusema kwamba tafadhali naomba tuonane, ni muhimu sana. Hivyo anataka kuleta makuzi. Nimwambia kwamba Jessica, sikia binti, wiki yote hii niko busy, so nikiwa free hiyo wiki inayofuata nitakucheki. Basi kinyonge akatuma tu message ya kwamba okay nitasubiri. Nilisonya na kumpigia Novin. Hapo sasa nimesahau kama nilikuwa nimemnunia. Naye chap kwa haraka akapokea. Oya binti Chakununa, vipi niambie? Chakununa mwenyewe bwana. Sikia, sasa una habari bwana, Jessica kanitafuta. Jessica gani huyo? Wewe naye ushaanza kuvuta siji bangi, siji unavutia bangi chooni. Kwani Jessica yupi ambaye huwa tunafahamiana naye? Mimi namfahamu, mimi hamuongei. Sasa anawezaje kukutafuta? Alafu nyie bado mna ujinga sana kwa sababu hadi leo mnakaliana kimya kisa ule mpuzi tu. Hivi na kwanza wote mlimkosa. Sasa iweje muanze kununiana wakati hakuna hata mtu aliyempata? Bwana, achana hizo habari za zamani. Wewe jua tu kanitafuta. Yaani Jessica huyu wa Mr. Bet. Unajua Novin, kwanza mimi nitakutukana. Okay, nimeelewa. Anataka nini? Kuonana na mimi. I say, inaonekana kuna kitu, ila sio kwamba anataka kukupa mwaliko wa uzinduzi wa kampuni ya kakake kweli? Mwaliko wa kampuni ya kakake? Sasa mwaliko wa kampuni ya kakake na kuonana vinakujaje sasa? Na kwanza kakake yupi ambaye anataka kufungua kampuni? Derek ama? Hivi kwa akili za Derek unahisi kwamba anaweza kufungua kampuni? Kitoto kijinga sana kila isee. Sasa kama sio Derek nani mwingine?
We ndo mwingine unayekunywa supu ya bangi. Kwani Jessica ana kaka wangapi? 3. Kwa hiyo sasa unataka kusema kwamba Anthony aliyoko sekondari ndo anaweza kufungua kampuni ama? Subiri, ina maana Bliss ndo anataka kuzindua kampuni yake? Lakini si hayupo Tanzania yule ama? Alikwambia yupo Tanzania nani? Jamaa irudi, na hisi ni mwaka sasa umeshakata. Kama ni huyo ni sawa, na sijui atakuaje saizi, maana miaka ile alikuwa balaa. Ukiniuliza jinsi alivyo saizi nitakwambia nenda kwake ukamuone. Kwanza mnaomba niache nifanye kazi bwana. Wewe unaana na Jessica myamalize bwana. Nyinyi watu wazima, mtumie akili. Bwana, mimi sina ubaya naye, ila tu sitaki urafiki naye tena. Mtu gani anavunja urafiki kisa mapenzi? Wewe achana mambo ya zamani bwana. Ende mkamalize. Achana mimi. Afu kwanza bado na kesi na wewe. Njoo nifunge. Nilisonya na kukata simu. Sasa upande wa pili walikuwa wamekaa Bliss na Jessica. Bliss alionekana kuwa busy na kompyuta yake huku Jessica akiwa busy na simu. Sasa baada ya kuwa kimepita kimya kidogo, Bliss aliinua uso wake na kusema kwamba kwa hiyo umeshindwa kumfanya Fiona aonane na wewe, si ndio? Jessica akasema kwamba tafadhali usiniongeleshe ukiwa umenikunjia huo msura wako huo. Mimi nimekuambia kabisa sina mahusiano mazuri naye, ila sasa hujasikia. Umeona sasa nimeshajidhalilisha. Bliss akasema kwa nini kilitokea kati yenu wakati mlikuwa marafiki wazuri? Jessica akasema ukiendelea kunikunjia huo msura wako utaongea na baba yako nakwambia ise. Na kwani huwezi kuongea tu ukiwa umeweka uso kawaida hadi ukunje utafikiri tunagombana? Hao wanawake zako kazi wanayo. Likaka lizuri ila sasa ndo umezaliwa na kisirani Pro Max. Bliss akasema kwamba oya unaenda nje ya swali. Ili kwaje mkatofautiana ili hali mlikuwa marafiki wazuri? Jessica akasema kama sijakosea umeniita hapa ili kutaka kumuona Fiona. Na nikwambie tu kiufupi, yani usinitumie tena. Wewe unajifanyaga mbabe, mtafute basi mwenyewe. Na kabla sijaondoka nikupe taarifa fupi tu kwamba kama umempenda my dear, hawezi kuwa wako kwa sababu Novin yupo kwa ajili yake. Bliss akasema kwamba Novin ni huyu ninayemfahamu mimi ama kuna mwingine? Jessica akasema huyo. Yaani wapo kama moyo na mishipa. So kabla hujaanza kuwa chizi wa mapenzi, fukia hizo hisia zako. Japo sijui kama unaweza kupenda maana ulivyo na moyo mgumu kama jiwe. Bliss akasema kazi ndio kuitia maisha, unaweza kuondoka. Jessica akasema hiyo ndio shukrani mbuzi wewe. Jessica alivyosema hivyo, Bliss alimwangalia kwa macho makali. Jessica aliinuka na kuondoka kwa kusema kwamba leo huyo mwisho usiniite tena. Yaani usiniambie tena upuzi. Basi baada ya Jessica kuondoka, Bliss aliangalia picha yangu iliyokuwa kwenye simu ambayo alinipiga jana wakati nikiwa sebuleni kwao. Aliangalia ile picha kwa umakini sana na kusema kwamba ni kweli Novin ndio aliyeshikilia moyo wako. Kama ni kweli usijali, hilo haliwezi kuwa shida kwangu, nitakupata tu. Basi aliongea na kumalizia kwa tabasamu zito na mwisho akasave picha yake kwenye favorite kisha akaweka simu pembeni. Jamani. Haya bwana. Muda ulienda, ilipofika jioni nikatoka ofisini na kuingia kwenye gari na safari ya kwenda nyumbani kwa Sabela ikaanza. Nilienda kufanya nini? Naenda kumuonesha kitu ambacho anatakiwa kuona ili ajue nafasi yake kwa wapi. Lakini naona hii siku haikuwa imepangwa mimi kukamilisha hile, kwani nikiwa sijafika hata mbali Novin alinipigia na kuniambia kwamba oya kama unarudi nyumbani mapema nitaomba unisaidie kuanua zile nguo kwenye kamba na mpeleka Sabela airport. Yaani anaenda wapi ghafla hivi? Amepata dharura kidogo so atakuwa yupo kwa wiki mbili. Nilijibu sawa kinyonge tu na ugeuza gari nikarudi zangu nyumbani. Sikupenda kuona siku zinaenda bila kumaliza nilichoanza. Ila ndo hivyo, mambo yanakuwa nje ya uwezo wangu. Acha niseme tu, nitasubiri huenda Mungu anaruhusu haya kwa sababu. Basi nilipumzika kidogo, baadaye nikatoka kwangu na kwenda kwa Novin. Nikakunja nguo nilizoanua na nilivyomaliza nikapika chakula na kuweka mezani, kisha nikawasha zangu TV na kuangalia movie. Muda ulienda, ilipofika saa 3 Novin akarudi nyumbani. Kufika akataka kuanza kuangalia movie bila hata kubadilisha nguo. Nikamwambia kwamba kijana, inua kwato zako ukaoge, ukishamaliza ndo urudi hapa. Hebu achana basi na mimi. Nikaoge kwamba nimetoka kulima mama. Kwa hiyo sitaki ndio. Alivyosema hivyo, nilichukua mto na kumpiga nao huku sasa nikiambatanisha na tusi, ila hakusikia. Nikaamua kuzima TV. Acha tuanze kunyang'anyana remote. Hiyo sasa nilishinda ise. Akasema mwenyewe basi naenda. Nikamwambia nenda.
Ndo akainuka akiwa sakavuta mdomo na kuingia bafuni, kweli akaoga na alivyomaliza akaja. Kufika tu nimeshapakua chakula, tukala kusasa tukiangalia movie. Ilivyoisha tukaamua kucheza PS. Fanya ni kama unatuona vile kwamba tuilala saa ngapi. Ngoma saa 10 kasoro. Ndio tunashtuka kama kuna kitu kinaitwa kulala. Haya tuilala, na ilipofika saa 1 tukaamka. Basi tuliamka hivyo tu kama mazombi, tukajiandaa na kwenda kazini. Jioni yake tukajiambia leo michezo iwe kiasi. Kila mmoja akasema ni sawa iwe kiasi. Kweli tulicheza, ilipofika saa 6 tu tukazima kila kitu na kulala. Haya, ikiwa ni siku ya 3 ya wiki, upande wa pili kwa Brice, aliingia kijana ofisini kwake na alipofika akasalimia, kisha Brice akamuuliza kwamba vipi umefanikisha? Kijana yule akajibu kwamba yes, nimefanikisha boss. Brice akasema kwamba okay, unaweza kaa. Alikaa kama alivyoelekezwa, na baada ya kukaa akaanza kusema kwamba nimemfuatilia Fiona kama ulivyoniagiza, na jambo kubwa ni kwamba yuko single. Kuhusu yule kijana Novin, hawana mahusiano, ila kuna 90% kwa Fiona anampenda. Na kuhusu kazi pamoja na sehemu anayoishi, nimeandika hapa, ila anaishi jirani na Novin. Brice akasema kwamba okay, huyu Novin hana mahusiano. Yule kijana akajibu anayo, na binti moja hivi anaitwa Sabela, ni mfanyakazi katika kampuni inayomilikiwa na Mr. William Adam Kwanzu. Brice akasema okay, umefanya vyema. Basi aliongea na kusogeza bahasha ya kaki iliyokuwa na pesa ndani yake. Kijana yule alipokea na kushukuru, kisha akaondoka. Baada ya kijana yule kuondoka, aliangalia karatasi iliyo na address ya nyumbani kwangu pamoja na ofisi ninayofanyia kazi, akatabasamu. Sasa upande wangu siku hiyo bwana, baada ya muda wa kazi kuisha, niliweka kila kitu sawa na kushuka chini kuelekea yalipo maegesho magari. Kabla sijafika hata kwenye hayo maegesho, nikasikia sauti ikiniita nyuma yangu. Sauti hii ilikuwa ngeni. Kabla ya kugeuka nikajiuliza, huyu anayeniita jina langu ni nani? Niliwaza na kugeuka, nikakutana uso kwa uso na Brice. Usishangae kusikia sauti imekuwa ngeni, ila nilivyogeuka na kumuona nikaa nimemtambua. Ni kwamba nimekuwa nikiona ndugu zake wakimposti kwenye mitandao ya kijamii, hasa siku za kumbukumbu ya kuzaliwa kwake, so sura yake naifahamu vizuri. Ila kwenye sauti ndo sikuwa naijua, kwa sababu mara ya mwisho kumsikia ilikuwa ni kipindi tukiwa sekondari, tena kidato cha kwanza, ambapo yeye alikuwa tayari kwenda chuo nchi za watu huko, so nadhani unaelewa ni miaka mingi imepita Basi ni tabasamu tu na kuita, oh Brice, ni wewe. Kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu toka nimfahamu Brice, tabasamu ambalo lilionyesha kutoka ndani ya moyo, na kuongea kwa uchangamfu akasema kwamba yes, ni mimi, imekuwa njema na bahati sana kukuona hapa Fifi. Aliongea sasa akinyosha mkono kutaka tushake. Niliangalia mkono wake na kujiuliza kimeomoyo kwamba siku hizi anapenda kushikana mikono na watu kirahisi namna hii. Hii ni maajabu. Unajua, ngoja nikueleze kitu kimoja kwa ufupi msikilizaji kuhusu kijana. Iko hivi, sisi tumekuwa pamoja, yani mimi, Novin, Jessica na wadogo zao wote, kwa sababu familia zetu wana urafiki ambao ni imara sana. Hivyo tumezaliwa na kukuta wakubwa zetu wakiwa na ukaribu na wakubwa zao. Kwa hiyo na katika kukua kwetu ama kuwa karibu kwetu, mimi, Novin pamoja na Jessica ndo tulikuwa karibu sana, ila Brice hakuwahi kuwa na ukaribu na sisi hata kidogo. Na hii ni kwa sababu alikuwa ni mtu tofauti sana na sisi. Japo pia kiumri alikuwa katuzidi kama miaka 7-8 hivi, ila hiyo haikuwa sababu ya yeye kutokuwa karibu. Zaidi tu alikuwa si mtu wa kupenda kujichanganya na watu. Hakuwa anapenda kuongea wala kucheza ovyo ovyo. Kwanza muda mwingi alikuwa na hasira, kitu ambacho kilikuwa kinafanya tuone kama ni yuko tofauti na sisi, na ndio alikuwa tofauti hivyo. Sisi tulipenda kucheza, kuongea, kutoka, ila yeye alipenda kusoma na kukaa mwenyewe. So tulikuwa naye ila hatukuwa na urafiki naye. Hivyo nimeshangaa sana ameniona na kunichangamkia namna ambayo sijawahi kuona toka tukiwa wadogo. Na mimi kwanza mwenyewe huwa hapendi ile kusalimiana kwa kushikana mikono, hapendi sana. So hakuna napenda hata kidogo. Sasa nashangaa, ila huenda kabadilika maana miaka ni mingi na amekutana na watu wengi. Basi bwana, nilipokea mkono wake tukasalimiana kwa uchangamfu sana. Usoni nikawa sasa naonesha furaha, ila moyoni bado nilikuwa namshangaa sana. Baada ya salamu aliniuliza kwamba unafanya kazi hapa ama ulipita tu? Nikamjibu kwamba nafanya kazi hapa na ni muda wa kuondoka kwenda nyumbani. Akasema kwamba hongera sana na umependeza pia. Hadi ananiambia nimependeza. Kweli wazungu wamemtengeneza. Niliwaza na kusema kwamba asante,
umerudi lini kwa sababu sijasikia habari kuhusu wewe kwa muda mrefu sana. Akajibu ya kwamba na muda kidogo na nilikuwa busy sana ndio maana hujaniona wala kunisikia. Nikasema okay, nimefurahi kukuona. Akasema mimi mwenyewe zaidi, lakini samahani, naweza kupata mawasiliano yako? Nikamwambia ya, haina shida. Nilitoa namba na baada ya hapo tukaagana, nikaondoka kwenye gari langu. Yeye akarudi, naona alikuwa na maongezi na mtu. Basi bwana, niliingia kwenye gari nikaondoka, na mara tu nilivyoondoka na aliingia kwenye gari na kuondoka. Hii ina maana alikuja ili kuniona. Basi nifika nyumbani na kuwa busy na mambo mengine. Kwa mara ya kwanza nikasahau kumpa umbea huo Novin. Na sio kwamba eti sikuonana naye, no, tulikuwa wote hadi muda wa kulala. Lakini sikukumbuka hata kumpa huo umbea. Na kesho yake nilikutana naye tena nikiwa nimetoka supermarket. Tukaongea na kusalimiana kidogo nini. Akanialika kwenye uzinduzi wa kampuni yake, nikaahidi kwamba nitafika. Kwa tukaagana na kila mmoja pale akaenda kivyake. Na hilo pia nikasahau kumjulisha Novin. Sasa sijui kwa nini ilikuwa inatokea hivyo wakati mara zote yani akikutana na mtu mpya ama mtu ambaye hatujamuona kwa muda mrefu lazima aseme, na hata mimi hivyo hivyo. Ila hii imekuwa tofauti. Basi wiki hiyo iliisha nikiwa sasa naonana naye juu tu na kwenye simu nini. Hadi siku ya uzinduzi ulivyofika nikamuuliza Novin ya kwamba oya, utaenda kwenye uzinduzi wa kampuni ya Breeze? Sasa akiwa busy na simu yake akajibu ya kwamba sina uhakika kwa sababu leo nina meeting na mtu muhimu sana, so kama nitawahi naweza kwenda, ila nikichelewa ndo basi. Nikasema okay. Novin akasema subiri, wewe umejuaje kama ni leo? Nikamwambia kwamba jamani, wewe si uliniambia siku ile ama? Akasema nilikwambia kutakuwa na uzinduzi, ila mimi sikusema wiki, siku wala saa. Na ukatarajia kwamba naweza kukaa hadi muda huu sijui, ili hali babangu mwenyewe atakuepo. Hapa kuna namna, sio bure. Wewe tena? Mimi nini bwana? Alafu kama unaenda, mbona sioni ukijishughulisha? Au hauendi? Nisiende ili nibaki nimelala ndani mwenyewe ama? Hujaambiwa usiende, popo wewe. Popo mwenyewe. After umenikumbusha, ngoja nilete nguo nichagulie. Yaani nikuchagulie kwamba mimi nimekuwa bwana wako ama? Vyovyote tu fresh. Niliongea na kwenda kwangu, nikachukua magauni 3, nikaja nayo na kumuonesha, akachagua moja. Nilimwangalia na kuangalia nguo aliyoichagua, nikasema kwamba yani umekuwa mchawi sana ise. Yaani kwenye jambo kubwa na lenye watu wa maana namna ile unataka nivae hii kweli? Jamani, ila we binti, unajua kabisa sehemu unayoenda ikoje. Sasa kulikuwa kuna umuhimu gani kubeba linguli baya hivi? Hebu toka bana mbele yangu bana, toka. Nilisonya na kumpiga nazo kichwani, kisha nikaondoka na sikurudi hadi muda wa kujiandaa ulivyofika. Nikajiandaa na kuanza safari. Sasa bwana, nikiwa katikati ya safari, sigari likazima. Sijui shida ilikuwa ni nini. Acha nianze kuhangaika kupiga simu kwa fundi wangu. Bahati mbaya simu yake haikuwa hewani. Nikasema ngoja nimpigie Novin. Na simu yake ikawa busy. Nilihisi kuvurugwa. Nikatamani atokee mtu basi anisaidie. Ila watu walinipita kama wanioni. Sijui niseme ni Mungu tu ama bahati. Siblisi akanipigia simu bwana. Kupokea tu akauliza kwamba vipi, uko poa? Msikilizaji, ukiwa hauko sawa alafu unaulizwa hivyo, unaweza kulia ukamaliza machozi yote. Yaani sauti ilikuwa sawa, ila kuulizwa hivyo tu ikaanza kutetemeka kwa woga. Kijana wa watu akapata wasiwasi na kuuliza kwa mkazo wa kwamba Fiona, uko sawa? Nini shida? Umepata tatizo ama? Msikilizaji, maswali 3 ndani ya sentensi moja. Nijibu nini sasa mwenye kutaka msaada? Kwa huzuni nikasema ya kwamba no, siko sawa, gari limenizimikia na mtafuta fundi hata si. Kabla hata sijamaliza sentensi yangu akasema kwamba uko wapi? Nikamwambia nilipo. Akasema ukiondoa wasiwasi nakuja sasa hivi. Jamani, yeye tena ndo anakuja? Sio anipe namba za fundi? Na kwa nini asisubiri tu nijibu sawa, yeye anaongea tu na ukata. This man. So nilishusha pumzi na kuingia ndani ya gari, nikatulia tuli. Dakika 20 tu zilitosha kumfikisha nilipo. Niliona kijana anashuka kwenye ndinga lake akiwa kavaa lipamba kali sana balaa. Oya. Jamaa alikuwa anapigilia nguo hizo. Na ule sasa uendisamu wake ndo kabisa ulimfanya akawa ni sijui nisemeje. Kwa hiyo bwana, acha tu niseme kweli tu kwamba kama ningekuwa simpendi Novin, basi mtu ambaye ningeweza kuruhusu moyo wangu ni kuanza kumwangalia kijana. Maana mimi kwa kweli mbali na hela naangalia muonekano pia. Your appearance. Sio kisa tu mtu eti ana pesa na elimu basi nitoke na wewe tu. Wakati sura imeaga mashindano, hunipati.
Mimi kwangu muonekano na hela viwe sambamba. Yale mambo siji sura sio roho kwangu hayapo. Roho ikiwa nyeusi tutaiosha tu kama sio kuipaka rangi. Ila si unitoke na mtu mwenye muonekano usiovutia kisa eti wote ni wa Mungu. Sawa, wote ni wa Mungu ndio, sikatai. Ila ndio hivyo, sitaki. Basi bwana, kidume alishuka na kuja akitembea hadi lilipo gari langu, akagonga kwenye kioo kunitaka nifungue, nikafungua. Akanishika mkono kunisaidia kutoka ndani. Mbona na mambo ya gentleman hivi, Novin akiwa hivi wiki tu napasuka kwa raha. Msiniseme, najua ninachofanya na sio mbaya kufurahia upendo au matendo huyo mtu. Haya, nilishikwa mkono taratibu, nikatoka, kafungua mlango wa gari na kuuliza kwamba vipi, uko sawa? Nikajibu niko sawa. Basi akanipa pole na kuniongoza lilipo gari lake. Mimi nilikuwa nimevaa gauni refu kiasi. Tena ni gauni la kuburuza chini, huku sasa likiwa na mpasuo uliofika juu ya mapaja. Kwa heshima alishika gauni langu nisije kulikanyaga. Basi tukatembea hadi lilipo gari lake. Hapo mkono sasa mmoja akanishika, afu mkono mwingine kashika nguo. Na tulivyofika tu akanifungulia mlango na kunisaidia kupanda, kisha akazunguka kwenye siti yake na kukaa. Kabla hajaongea na mimi, akatoa simu yake na kupiga. Ilivyopokelewa tu alikunja uso na kuuliza kwamba tulikubaliana wahi kufika kabla yangu. Mbona sikuoni, nini kimetokea? Msikilizaji, sijui mtu aliyekuwa akiongea naye alijibu nini. Nikasikia tunaambia kwamba una dakika 2 tu, zikifika hujafika hakikisha unarudi ulikotoka. Kisha simu ikakatwa, na mara tu alivyokata simu aliondoa so serious na kuniangalia kwa tabasamu. Huyu bado ni Bliss yule. Yes, nimetoka kumuona sekunde hii, wala hajabadilika hata kidogo. Na mbona kwangu anakuwa tofauti? Nilijiuliza huku sasa nikiwa namwangalia usoni. Sauti nzito yenye utulivu ikasikika kutoka kifuani kwake ikisema ya kwamba umependeza sana. Niliguna tu, akasema ya kwamba nimesema umependeza. Nikasema asante sana. Nilivyojibu hivyo alitoa macho yake kwangu na kuangalia saa yake. Yaani ule uso wa serious ukarudi. Nikawaza, huyu fundi akichelewa, kama anaona kitakachomkuta. Bahati nzuri kijana wa watu alifika akiwa anatoka na jasho na kupumua haraka kama alikuwa anakimbizwa na mbwa mwitu. Sasa hakukuwa na salamu wala maongezi ya ziada. Zaidi tu Bliss alisema ya kwamba angalia lile gari lina shida gani na uhakikisha linakuwa okay, kisha utanijulisha. Kijana wa watu alijibu sawa. Hata kabla hajamaliza neno boss, kioo kilifungwa, gari likawashwa na dakika hiyo tukaondoka. Njia nzima hadi tunafika sehemu ya tukio tulikuwa kimya tu hadi kufikia hapo nilishamuona Bliss niliyemzoea. Sikuwa na dukuduku wala fundo moyoni, no, ila nilikuwa na amani kuona ndo yule wa miaka yote. Basi tulifika, akashuka na kunifungulia mlango, akanyosha mkono nimshike ili niweze kushuka vizuri. Nami nikafanya kama alivyotaka, nikamshika na kushuka. So baada ya kushuka sasa, ni kama alitamani tuingie ndani tukiwa tumeshikana kama couple. Ila ndo hivyo, nilianza kutembea naye bila neno, akaongozana nami. Ila ikawa sasa ana kazi ya kuweka nguo yangu vizuri. Jambo lile baba akaliona bwana. Na mimi nilijua baba atakuwepo hapo. Ila sasa nilijua itakuwa bado hajafika, maana ilikuwa bado mapema. Lakini kumbe alikuwa ameshafika, akawa amesimama huko sasa akiona namna tunavyotembea pamoja. Uso wake ulipambwa na tabasamu nono. Nasi bila papara tuliingia na kufika, akanionyesha sehemu ya kukaa, na hapo watu walikuwa wamesimama huko sasa wakiongea na wenzao, ila mimi nikaambiwa nikae. Kisa cha kuambiwa nikae ni nini? Eti nimevaa viatu virefu. Jamani, huku kujaliwa naona kuna ashiria kuibiwa moyo. Ngoja niwe makini mjinga mie. Basi nilikaa na alivyohakikisha sasa nimepata na kinywaji, akaondoka. Dakika moja tu baada ya Bliss kuondoka, nikamsikia mzee Edward akiniita kwamba hey my princess. Niligeuka haraka na kuacha tabasamu baada ya kumuona. Alisogea karibu, nikataka kuinuka nimhaga, akaniambia kwamba relax mrembo wangu. Shikamoo baba. Baraba kipenzi changu. Umependeza mno bwana. Hadi nimemisi kumuona mama yako enzi zake. Unataka kusema kwamba mama alikuwa anapigilia violo kama mimi? Haswa ni vile tu sasa hivi kachoka na uzee. Mwache mamangu, ana uzee gani sasa, mtoto bado mbichi kabisa. Vipi bwana Novin, sijamuona, yuko wapi? Hajafika na sidhani kama atafika cause ana meeting mahali fulani. Okay, nimeona mmekuja na Bliss nikajua atakuwa nyuma yenu. No, hayupo. Alafu yuko wapi mama?
Yuko kule anaongea na rafiki zake. Vipi? Ulijua nimemwacha nyumbani? Yeah. Alafu mimi nionaje pa kupita wakati yeye ndo macho yangu? Wacha we. Naona Edward umeisha kwa Adela. Sio kuisha tu. Mimi sionekani kwingine kabisa bwana. Mimi hapa nipo kivuri tu, ila wote mzima niko kwake. Ngoja upigwe tukio ndo utajua mapenzi sio ya kujimaliza namna hiyo. Kwenye tukio hapo sahau bwana. Yaani unavyoona mimi sifurukuti kwake bwana. Yaani hivyo kwangu hana pa kujigeuza. Kumbe kabisa bwana. Wewe kama unabisha, ngoja siku nimnunie uone kama chakula kitapanda. Acha basi. Kwa hiyo hali kabisa. Sasa anakulaje sasa wakati simuongeleshi? Hongereni sana. Mfanye mnigawie basi hizo baraka na mimi jamani baba. Baraka zangu mbona unazo suni tu, utaanza kumshukuru Mungu bwana. Baba aliongea hivyo na kumwangalia Brice. Sasa mimi naye bicho langu lilivyo gumu sasa sikuelewa hata anamaanisha nini. Nikajua anamwangalia tu, kumbe ana kitu anamaanisha. Basi baada ya matani na story kidogo kupita, baba alinuka na kuniacha akaenda kwa rafiki zake ambapo na mama alikuwepo. Dakika kadhaa mbele uzinduzi ulianza na kila kitu kikaenda kama kilivyopangwa. Kitu kilichokuwa kinanipa maswali ni Brice sehemu aliyoniweka nikae. Ilikuwa na siti yake pembeni, kwa maana hiyo tulikaa pamoja na alikuwa na treat kama mtu special sana kwake. Hadi nikaanza kupoteza ujasiri, maana kwa namna alivyokuwa ni rahisi sana watu kuhisi kuwa mimi ni mwanamke wake. Na alionekana kufurahia sana uwepo wangu, jumlisha na yale aliyokuwa akifanya. Kwa baba, yeye muda wote alikuwa tu anapiga jicho kuangalia tunavyoenda. Na si kwa baba yangu tu, hata baba yake Brice naye alionyesha kufurahia kuona kijana wake anakuwa karibu na mimi. Huku upande wa mama yake Novin haikuonesha kumpendeza. Kila muda alikuwa ni wa kuangalia mlangoni akihisi huenda mwanae anaweza kufika, ila hadi tunamaliza kula hakuwa amefika. Basi mambo aliendelea, ikafika muda kila kitu kikaisha. Katika hali sio ya kawaida, baba alimchukua mama wakaondoka mapema sana. Ila mzee wangu bwana anajijua mwenyewe. Haya, mimi sikuweza kuondoka mapema kwa sababu nilikuwa na maongezi kidogo na baadhi ya watu tuliofahamiana, huku Brice naye akiwa busy kuongea na watu walio kwenye mfumo wa biashara. Lakini pamoja na kuwa na maongezi na watu, akili yake na umakini wake ulikuwa kwangu. Kila muda aliangalia na kuhakikisha niko salama. Na baada ya kumaliza mambo yake, alitulia na kunisubiri nimalize ya kwangu. Sasa muda huo Jessica akaja kuniomba msamaha na kutaka mambo ya nyuma yote tuyaache. Mimi sikuwa na kinyongo wala sababu ya kushindwa kupokea msamaha wake, so tukasameheana na kwa hug kisha akaondoka. Na baada ya kuondoka tu Brice akanifuata na kuniuliza kwamba binti mzuri umemaliza? Nikamwambia ya, na nilikuwa nataka nikufuate nikuulize vipi kuhusu gari langu, amefanikiwa kulirekebisha? Brice akasema kwamba no, ila amesema hadi kesho saa 4 litakuwa tayari. Nikamwambia kumbe imekuwa serious sana kiasi hicho? Brice akajibu ondoa shaka, nitakupeleka nyumbani na kesho gari likiwa sawa litaletwa nyumbani. Nikasema asante sana, lakini usisumbuke kunirudisha nyumbani, naweza kwenda tu mwenyewe. Akasema wewe huwezi kwenda mwenyewe usiku bwana, nipe nafasi nikurudishe salama. Nikajibu lakini Brice ni sawa tu, naweza kurudi mwenyewe eti. Brice akasema kwa nini urudi mwenyewe ili hali mimi nipo? Basi nilitaka kuongea ila alinishika mkono na kuanza kunipigisha kutoka nje. Nikaona basi acha tu nirudishe. Haya, tukaingia kwenye gari hao nyumbani. Njiani hakuwa mkimya kama ilivyokuwa wakati wa kwenda. Safari hii aliongea na kunishukuru kuwa ni mmoja wa watu waliohudhuria kwenye jambo lake. Sasa mimi sikuwa na maneno mengi maana hatujawahi kuwa watu wa story. So nilijibu baadhi tu, mengine nilikaa kimya na kuisha kutabasamu tu. Tukafika nyumbani, nikamshukuru na kutaka kushuka. Akanishika mkono kunizuia na kusema kwamba samahani, naweza kupata muda kesho kutwa wala hata nipate chakula cha jioni na wewe? Msikilizaji, mambo ya Dina tena. Hapa nimeshaanza kusense kitu na natakiwa kuzima mapema sana. Niliwaza na kusema kwamba samahani nitakuwa busy. Akasema kwamba ni lini nitakuwa free? Nikamwambia sina hakika, ila tufanye hivi, nikiwa free nitakujuza. Akasema sawa, nitafurahi ikiwa hivyo. Nikajibu asante sana na uwe na siku mwema. Akajibu na wewe pia. Basi tuliagana pale, nikamwambia kwamba haya bye. Ni akasema kwamba bye.
Alisema ila sasa hakuachia mkono wangu. Nikamwangalia na kusema kwamba mkono wangu, akasema kwamba samahani nimesahau. Basi chapu nikashuka na kuingia ndani, na alivyoona nimeingia ndani akageuza gari na kuondoka. Niliingia ndani taratibu sasa nikitarajia kumuona Novin au hata kuona simu yake, ila haikuwa hivyo. Na hii kitu haijawahi kabisa kutokea. Kwani mara zote nikitoka mwenyewe huhakikisha anaona nimerudi nyumbani. Lakini leo hakufanya hivyo. Kiasi fulani nilipata wasiwasi na kuhisi huenda atakuwa hayuko sawa. So nilichofanya ni kuingia ndani, nikaweka pochi yangu, kisha nikatoka na kwenda kwake kuangalia gari lipo. Nikaangalia taa ya chumba chake iko oni, kumaanisha kwamba yupo. Nikawaza sasa nikamgongee au nirudi nikalale tu, ila hapana, ngoja nione anafanya nini, usikute amerudi tabia yake ya kuja na vidada ikawa imejirudia tena. Basi mimi nikanyata taratibu tu na kwenda hadi dirishani, nikachungulia na kukuta anaongea video call na Sabela. Sasa hili ni uma kweli kweli, toka nilivyoondoka na kujisumbua hata kunitafuta, alafu sasa hivi namkuta anaongea video call na Sabela. Haya, tuseme basi hiyo na yeye alikuwa busy huko alikoenda. Je, alivyorudi ameshindwa kuuliza hata narudi saa ngapi? Na tena nilimpigia simu. Niliumia na kuamua tu kurudi kwangu. Nikajilaza na kuzama katika dimbwi la mawazo. Niliwaza sana hadi kichwa kikauma na mwisho usingizi mzito kanipitia. Kesho yake asubuhi niliamka kufanya usafi, na nilivyomaliza nikajiweka safi, kisha nikatoka na kwenda kwa Sabela nikiwa na lengo la kwenda kukamilisha zoezi la kuachanisha. So nikaenda bwana. Kufika pale sikukuta mtu. Nikaamua tu kwenda kukaa mahali ili nivute muda kidogo. Huenda nikirudi mara ya pili atakuwa kasharudi. Lakini hata nilivyorudi mara ya pili hakukuwa na mtu. Nikasubiri ya tatu na hata ya nne kimya. Nikataka kurudi nyumbani, ila sasa nikajiambia acha nisubiri ya mwisho. Na kumbe muda wote ambao alikuwa hayupo alikuwa ametoka na Novin. Na walienda wapi? Kwa Novin. Yes, alimpeleka Sabela kwao. Na walipofika baada ya kutambulishana pale kwa wazazi nini, mama yake alimuita pembeni na kumuuliza kuwa hamtaki Sabela na kuambatanisha sababu. Asa Novin hakutaka kubishana sana na mama yake. Alichofanya ni kumwambia kwamba nimekuelewa mama, lakini naomba sana uniache niishie na mwanamke ninempenda. Kwa sababu hadi nafika hatua namleta kwenu niwaze namfahamu kuliko nyie, na pia na uhakika na anachofanya. So kama hayo no sema, tafadhali hebu naomba tu yahifadhi mwenyewe, na kama kuna lingine tutaongea wakati mwingine, sio sasa. Ameweza kuongea hivyo, akamwacha mama yake bila hata kumpa nafasi ya kuongea tena. Kwa kuwa kilichompeleka tayari alikwisha kukamilisha, hakutaka kuendelea kukaa. Akaaga na kumshika mkono Sabela wake, wakaondoka. Moja kwa moja hadi anakoishi Sabela, akamfikisha na kumwacha na kumwahidi anarudi muda mfupi ujao. Binti hakuwa na neno, akamruhusu akaondoka. Hivyo wakati Novin anatoka tu na mimi ndo nikawa naingia. Kwa maana hiyo ningewahi kidogo tu ningemkuta. Sijui ningesema nimekuja kufanya nini, sielewi. Basi nifika na kugonga mlango, Sabela akihisi ni Novin. Alikuja kufungua kusasa kusema kwamba umesahau nini tena mpe. Alishindwa kumalizia baada ya kukutana na sura yangu. Kwa mshangao akauliza kwamba Fiona, wewe kwa nini uko hapa? Kwamba kwa nini uko hapa? Kwa hiyo hivi ndivyo ulivyofunzwa kupokea wageni, si ndio? Wageni wenye heshima na utimamu ndo wanapaswa kupokelewa kwa heshima na sio wewe. Okay. Haya, nipishe niingie. Hakuongea, akanipisha nikaingia, na ile nimeingia tu pua zangu zikanasa harufu ya manukato ya Novin. Nikajua alikuwa hapa dakika chache zilizopita. Sasa ili kwa nini sije kukutwa, nikamwambia kwamba siku imekuwa njema sana kuanza na mtu umpendaye. Haya, leo nimekuletea uthibitisho. Uthibitisho gani? Wewe unahisi ni wa nini? Afuna mbona kama umeanza kusweat? Vipi, unaogopa? Niogope mimi huyu? Na yani kinachonifanya niogope kiko wapi sasa? Kwa mtu kama wewe tusimizi mwekundu tu. Hebu ongea kilichokuleta bwana na utoke kwangu. Nilimwangalia na kuchukua simu yangu kwenye pochi, nikaweka sauti ambayo baada ya kusikia tu alitoa macho na kutaka kushika simu yangu. Nikarudisha nyuma nikaambia kwamba relax, okay? Relax. Umeanza kuogopa Umeanza kuogopa baada ya kusikia sauti ya mpenzi wako. Hebu tulia bwana, yako mengi sana, sawa? Niliongea na kuongeza sauti ya simu. Sauti ya Novin akiwa katika mahaba mazito ilisikika akinisifia na kugumia utamu. Yes,
Ndio hivyo msikilizaji, nilikuwa na mpango balaa. Niliamua kumrekodi. Nirekodi kila kitu tulichofanya siku ile tuliyokubaliana kuwa ndo ya mwisho. Unajua wengi mko mnahisi kwamba nimemtegeshea mimba. Nilitegesha simu pembeni karekodi kila kitu, kila sauti iliyosikika. Na kama nilivyosema siku ile, kila mtu alijiachia na kutumia ujuzi wake wote. So kulalamika kwa raha mahali panapo ujuzi ni kawaida. Hivi ndivyo ambavyo naweza kwenda mbali kupigania penzi langu. Sabela alisikia kila neno na pumzi. Kiuchovu sana alikaa chini, nikaambia kwamba subiri usije kuhisi nimefeki sauti Basi nikamuonesha na video. Maskini aliangalia huku machozi yakimtoka. Hakuamini kama Novin angeweza kumfanyia vile. Kwa huzuni aliniangalia na kuuliza kwamba why. Kwa tabasamu nikaambia kwamba because tunapendana. Na kama nilivyokuambia upo kama tu mtu wa tatu na hiyo ndo nafasi yako. Msikilizaji, mimi sikutaka kuongea sana siku hii, so nilichofanya ni kumfuta machozi tu na kumwambia kwamba hifadhi machozi kwani yajayo ni mengi na yote yanahitaji machozi. Kisha huyo nikaondoka. Dakika chache tu baada ya mimi kuondoka, Novin akarudi na kumkuta bibia yuko kama kapigwa shoti. Kuuliza nini shida ikawa kesi. Sabela alimweleza alichoona na kusikia, akamlaumu sana na kumshutumu kuwa amekuwa kimchiti kwa muda mrefu. Asa Novin alijitahidi sana kujielezea ila hakueleweka Binti alikuwa mkali kama mbogo, mwisho akamfukuza kwake. Kwa hasira, Novin aliingia kwenye gari na kuja nyumbani. Kufika, hakupeleka hata gari kwenye parking. Alisimama mara tu alivyoingiza gari ndani haraka sana, akashuka na kunifuata. Sasa mimi muda huo nilikuwa nimekaa zangu tu mguu juu na shushia wine taratibu. Mara ghafla binivu. Mlango unafunguliwa kwa fujo, naona anaingia Novin akiwa sasa na sura ambayo hata sijawahi kuiona. Sasa nikiwa bado nashangaa namna alivyoingia, alinifikia na kuniweka kofi zito glasi ya wine kule, nyota nazo zilianza tu kuzunguka usoni mwangu Kofi ilikuwa zito, ila uzito uliongezeka kuona sijapigwa kofi tu bali nimepigwa kofi na Novin. Unaelewa? Nilibaki na mshtuko ambao sijawahi kupata. Yaani bora angenipiga mwingine lakini sio mtu huyo ambaye sijata nisemeje jamani. Nilitamani kuongea ila mdomo ulikuwa ni mzito. Machozi tayari yalishafunika macho yangu. Kwa hiyo nikajikokota tu kuinuka. Kabla sijainuka vizuri, akaniweka kofi lingine. Kudadeki leo ni siku yangu. Bila kutarajia damu zilianza kunitoka puani. Taratibu. Nilishika ile damu na kuanza kuiangalia kwa huzuni sana. Nikainua uso wangu na kumwangalia Novin, nikamuuliza kwamba Novin, kwa nini umenipiga? Yes, nimekupiga. Nimekupiga ndio. Na ukiendelea nitakupiga zaidi. Fiona, hivi nani amekupatia nguvu ya kufanya mambo ya kipuzi namna hii? Nakuuliza wewe. Umepewa hii nguvu na nani? Novin ndio umenipiga. Achana na kukupiga, naomba nijibu. Umepewa nguvu na nani hadi ukaweza kufanya ujinga ule ufanya? Ujinga? Kwa mimi kutetea furaha yako ni ujinga, si ndio? Novin, mimi kutetea furaha yako ni ujinga? Kutetea furaha yangu kivipi? Nani kukwambia furaha yangu iko matatani hadi useme kwamba unaitetea? Unauliza kutetea furaha yako kivipi? Hivi ni mara ngapi mimi nimekuwa nikikwambia Sabela hakufai? Hafai kivipi? Hafai kivipi? Na kutokunifaa kwake yeye kuna kuhusu nini wewe? Please Novin, naomba ufungue basi akili yako. Mimi na wewe tunajua kabisa unatakiwa kuwa na mwanamke aina gani na sio Sabela. Sabela hafai kuwa na wewe na unalijua hilo. Shut up. Kaa kimya mpuzi wewe. Unasema hivyo ukiwa kama nani? Nikiwa kama best friend wako. Best friend? Unafikiri hiyo nafasi inakutosha kufanya huu ujinga uliofanya? Halafu nimekumbuka. Wewe ndio umeenda kumjeza sumu mama, si ndio? Kata nisikie. Ni wewe ndio umeenda kumjeza sumu, si ndio? Yes, ni mimi. Nilienda kumwambia tabia za huyo mjinga wako. Novin, mnaomba ufungue macho uone matamanio na aina ya mwanamke uliyekuwa ukiota kuwa naye. Wait. So, ulitoka hapa ukaenda kumwambia mama uongo ili nikimpeleka nyumbani akataliwe, si ndio? Yes, nilifanya hivyo. Na kwa sababu nakutakia mema Novin. Wewe unaona mjinga sana. Unatakia mema ni kunivunjia masono yangu? Hivi una akili timamu wewe? Nakuuliza una akili timamu? Yaani kwa sababu unaona wazi kabisa ni mwanzo kwa kichaa. Fiona, wewe rafiki yangu tu Fifi, sawa? Hakuna zaidi ya hilo. So huna mamlaka yote ya kuanza kuamua chochote katika maisha yangu, msikia? Unakosea sana Novin. Mimi sio rafiki tu kwako. Sisi ni zaidi ya marafiki. You're more than friends. Umeleta wewe. Wala haipo. Labda kwako, lakini sisi ni zaidi ya tulivyo. Na ndio maana mimi na haki kukosoa chochote kibaya kwako. Yule mwanamke sio sahihi. Sikia. Ila wewe ndio sahihi, si ndio? Hebu ngoja fanya hivi. Yaani
unafanya si kwa sababu ya sex ambayo tulikuwa tukifanya, right? Si ndio? Kwa kama ni hiyo umejichanganya tena pakubwa sana. Hasa Fifi, ngoja nikwambie kitu kimoja, sawa? Hiyo unazungumzia kwamba sijui more than friends, naomba ifute, tena futa kabisa. Nikwambie tu hatuwezi kuwa kamwe. Maneno yake yalikuwa ni makali kama mkuki wa moto, msikilizaji, mkuki ambao ulienda kuchoma moyo wangu kwa maumivu makali. Nikamuuliza kwamba kwa hiyo yote ambayo tumekuwa tukifanya hujawahi hata siku na moja kuona kwamba yana maana? Ilikuwa na maana gani? Labda nikuulize wewe kwamba yani yalikuwa na maana gani? Lakini sikuwa nafurahia Novin. Nilikuwa nafurahia. Sawa, nilikuwa nafurahia. So what? Ulifikiri kwamba naweza kukupenda kwa sababu tu ya sex? No, you're wrong, Fiona. Sijawahi kukuona kama mwanamke. Wewe kwangu ulikuwa ni rafiki tu. Na masuala ya sex uliaibua wewe mwenyewe, sio mimi. Na as a man mimi siwezi kukataa, japo nijitahidi sana kukataa. Ila ulilazimisha. Ulilazimisha nikakubali. Wanza mimi kama mwanaume rijali nafanyaje nikukatae? Umetaka mwenyewe. So yote aliyofanyika hayakuwa kitu. Ilikuwa ni mchezo tu. Na tulikubaliana hakuna hisia wala matarajio yote kwa akili zako timamu kabisa. Na ulisema kwamba ndio. Kwamba hatutakuwa na matarajio yote. Ukasema kwamba ndio. Sasa unataka kusema kwamba, unataka kusema nini kwamba ni kwamba yani kwamba tunapaswa kuwa wapenzi kwa misingi ipi? Au unafikiri kwamba mapenzi yanazalishwa kirahisi namna hiyo, si ndio? Noven, miaka zaidi ya 20 yote tumekuwa pamoja. Yani hujawahi hata siku na moja, yani hujawahi hata siku moja kwa sababu unazungumzia sex. Achana na hiyo, tumekuwa pamoja. Tokea tukiwa wadogo, na zaidi ya miaka 20. Achana na mambo tu kukutana kimwili, lakini ufikiri tumetoka mbali jamani? Kweli ndio tulikuwa pamoja. Kwani kwa miaka hiyo yote uliwahi kuambiwa kwamba iko siku tutakuwa wapenzi? Hapana, si ndio? Ni ulijiweka tu mwenyewe kwenye akili yako. Lakini kwangu haipo. Wewe ni rafiki yangu tu. Yani hata ipite miaka 50 utabaki kuwa rafiki, hakuna zaidi hapo. Na hata ingetokea Fiona wanawake wote wakondoka kwenye dunia, sidhani kama ningekupenda. Labda kwa sababu tu ya tamaa za kiume ningekuwa na wewe, ila kwa mapenzi ya kweli no. Nisingeweza. Na unajua kwa nini? Ni kwa sababu wewe sio aina ya mwanamke ambaye anaweza kufanya moyo wangu ukadunda tofauti. Yani hauna hata sifa hata moja ambayo itanifanya nikupende. So please, kuwa na mipaka, sawa? Nafasi yangu kwako ni ya urafiki tu, mengine hakuna. Hivyo kuanzia sasa naomba ujichunge, na ukishindwa kufanya hivyo naogopa kusema kwamba niko tayari kuvunja urafiki, umesikia? Afu kingine, ikitokea Sabela akashindwa kunielewa na hapa mbele dunia, utapambana kwa jasho na damu kuhakikisha unarudisha masono yangu, umesikia? Kinyume na hapo utaona upande wangu wa pili. Pumbavu wewe. Msikilizaji, nilibaki nimeduaa nisiamini kama maneno niliyosikia yametoka kinywani mwa Novin ama naota. Ina maana, oh my god. Atokee mtu aniambie hiki ninachoona sio kweli bali ni ndoto. Yani Novin ndio akunitolea maneno makali namna hii. Ina maana kweli haisi kitu moyoni mwake. Na upendo wake kwa Sabela ni mkubwa kiasi cha kuwa tayari hata kuvunja urafiki wetu. Oh my god. Hapana. Hii sio hatima yetu. Hii sio kweli kabisa. No. Tulitakiwa kuwa bora zaidi. Mungu, fanya kitu jamani. Msikilizaji, niliangua kilio kama binti aliyefiwa na mume wake. I say. Maumivu yalikuwa ni makali mno. Ila Novin hakujali wala hakuona uchungu wangu. Ndio kwanza aligeuka na kuondoka. Macho yangu yalimwangalia akiishia. Picha za matukio ya nyuma zilizunguka kichwani mwangu. Nikabaki nimeganda tu nisiamini kama ndo tumeishia hapa. Akili ilinihukumu na kuniambia nastahili vile, kwani yote niliyaruhusu mimi, ila moyo uligoma kukubali kuwa nastahili. Hivyo nikaamini huenda ni michezo tu, yani ni mchezo tu, na baada ya muda ataniambia haikuwa kweli. Lakini haikuwa hivyo, kwani baada ya pale Novin alibadilika completely. Yani alibadilika perpendicular. Ule upendo na huruma alivyokuwa akinionyeshia miaka yote viliyeyuka kama moshi angani. Nilizoea kuambatana naye karibu kila mahali, ila baada ya hapo hola, hata ile kumuona tu ilikuwa ni bahati, na sio kwamba eti aliondoka pale alipokuwa akiishi. No, alikuwepo, ila mara zote alikuwa busy kumwomba msamaha Sabela, na wakati Sabela hakuwa anataka hata kumuona. Ila Novin hakukata tamaa, aliendelea kujishusha. Na ilivyokuwa ngumu sasa, akanifuata na kuniambia kwamba nikaongea na Sabela nimuelezee kuwa yote niliyomueleza na kumuonesha ni uongo. Nilimwangalia namna alivyokuwa akiongea na userious. Yani userious aliokuwa nao, nikaona
Hapa msikilizaji, tulijipa matumaini hewa. Na nilijidanganya kuwa inawezekana tukawa zaidi ya marafiki, ila kwa hii picha ni wazi kwamba nimefeli. Sikutaka kubishana naye, nikaambia kwamba sawa, nitafanya hivyo. Akasema kwamba sio utafanya, nataka mimi na wewe tutoke wote hapa, twende ukamwambie. Nikajibu sawa. Niliinuka, nikaongoza hadi lilipo gari, akatoa lock, nikaingia na safari ikaanza. Njia nzima tulikuwa kimya, hadi tunafika hakuna hata mmoja aliyeongea wala kukohoa. Basi kufika pale, tukashuka na kuingia ndani, akamkuta Sabela yupo. Alivyotuona tu akasema kwamba sitaki kuona kwangu wala sitaki kusikia lolote kutoka kwenu. Alivyosema hivyo, Novin alishuka na kumwambia kwamba Sabela, please, nimekuja na Fiona akuelezee kwa kinywa chake, uende utaelewa kuwa niko sahihi. Sabela akasema kwamba hivi mnaniona mimi yani kama mjinga, si ndio? Kwamba yani mnaweza kucheza na akili zangu vile mnavyotaka, si ndio? Basi walibishana pale, ikawa sasa na wasikiliza tu. Novin alivyoona na waangalia huko sasa nikiwa kimya, akaniambia kwamba wewe vipi, mbona umekaa kimya, ongea bwana. Basi kinyonge nilimuita Sabela. Sabela, sijui kama lipo neno ambalo naweza kuongea ukaelewa na kuona kuwa ni kweli, ila neno kubwa ambalo unaweza kuambia ni samahani. Naomba nisamehe kwa sababu nimevuruga mapenzi yenu, na nakili kuwa yote yaliyotokea mimi ndio sababu, wala Novin hana makosa. And Novin, naomba nisamehe kwa kukufanya uonekane msaliti kwa mwanamke wako, na unisamehe pia kwa kuvuka mipaka yangu kama rafiki. Na leo kwa akili zangu timamu ninakili na kuapa mbele zenu na Mungu ya kwamba nitakaa mbali na nyie siku zangu zote, na wala sitajihusisha na lolote lile linalowahusu. Basi nilimaliza kuongea, nikageuka kutaka kuondoka. Sabela akaniita na kusema kwamba umeomba samani, ila ajabu unaondoka bila hata kupata jibu kuwa umesamehewa ama la. Afu na wewe Novin, nimekusamehe na niko tayari kurudiana na wewe, ila ni kwa sharti moja. Sabela alivyosema hivyo, Novin alivyosikia hivyo aliniangalia na kurudi kumwangalia Sabela, kisha akauliza kwamba sharti gani hilo? Sabela akasema kwamba sitaki kuona urafiki wenu ukiendelea. Yaani inamaanisha ikiwa unataka kuwa na mimi, basi unatakiwa uue, yaani uvunje kabisa urafiki wenu mazima. Sabela alivyosema hivyo, Novin alikaa kimya na kubaki akiniangalia. Mimi sikutaka mambo mengi. Nikamwambia Sabela kwamba hadi kufikia hapa sisi sio marafiki tena, na wala hatuwezi kuwa kama tulivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo wewe ondoa shaka na uamini kwamba Novin ni wako, kwani tayari nimeshaelewa kuwa hawezi kuwa wangu. Sasa baada ya kujibu vile, Sabela akasema kwamba hapana, sijakupa chaguo wewe ila Novin, so nataka kusikia akisema mwenyewe kipi anataka, mimi au wewe. Msikilizaji, hii ya leo kali. Najua ilitokea kwa Dora, ila Dora hakuwa amezama moyoni kwa Novin kama alivyozama Sabela. Hii ina maana urafiki wetu unaishia hapa. So kama nilivyowaza ndivyo ilivyokuwa. Novin alichagua kubaki na Sabela. Kwa hiyo mapenzi yao yamekuwa na nguvu kuzidi urafiki wetu. Inauma na nijitahidi kuwa strong, lakini nilishindwa. Nikajikuta machozi yanatoka. Kwa makusudi Sabela alimsogelea Novin na kumkisi mbele yangu. Nilisimama huko sasa nikiwaambia moyo wangu, angalia uliponiweka na uangalie nafasi yako sasa kiko wapi. Sehemu uliyoona ni yako si yako, na haikuwa yako. Basi kinyonge nilifuta machozi na kuondoka. Sasa wakati natoka nyumbani na Novin, tulitoka na gari lake, na sikutoka na simu wala hela, yani nilitoka kama nilivyo. Sasa hapa kwanza naanza kufikia narudije nyumbani. Niliwaza na kutembea kuelekea barabara kubwa ili sasa nichukue bodaboda. Alafu sasa nikifika nyumbani nitaenda kuchukua hela nimpatie. Kweli nilifanya hivyo, na nikafika nyumbani nikaingia ndani na kuchukua pesa na kumpatia akasepa zake. Na mimi nikarudi ndani moja kwa moja kitandani.
Kwa hali niliyokuwa nayo nilishindwa nilie, nipige kelele ama nikae tu kimya. Maana ni heri kukosa mapenzi, yani bora kukosa mapenzi naye ila hadi urafiki jamani. Iliniuma mno. Niliwaza nitawezaje kuishi bila uwepo wake. Ni rafiki gani ambaye nitampata ambaye yuko kama yeye ili azibe pengo lake? Na hizi kumbukumbu zake zote nitafanya nazo nini sasa nifute? Yani ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa nitawezaje mimi jamani? Nilia hadi sasa ikafikia hatua sauti ikakata. Uso na macho vilivimba kama nimeng'atwa na nyigu hivi. Na katika maisha yangu yote naweza sema hii ndio ilikuwa wiki ngumu kuliko zote. Yani nilikaa ndani bila kutoka nje kwa wiki nzima, wala kupata mwanga wa jua. Sikuongea na mtu wala kufanya kazi yote zaidi tu ya kulia na kulala. Hata kula kama nilikula yani ni siku ya 4. Tena hiyo nilikuwa yani na njaa kali sana, nikaona hapa nitakufa. Ndio kidogo nikala. Lakini chakula chenyewe kilikuwa ni kinashuka ni kama kitaki. Na unaweza kuuliza siku zote hizo Novin alikuwa wapi? Jibu ni kwamba alikuwepo nyumbani kwake pale pale. Na alikuwa na Sabela. Na Sabela aliamua kukaa wiki nzima pale ili Novin asiweze kuongea na mimi au kunifuata nyumbani. Kwa hiyo kitu ambacho ni kama kilimfanya aonekane kushinda, japo Novin mara nyingi alitamani kujua niko wapi, ila uwezo wa kunipigia au kuja kunigongea hakuwa nao. So wiki kakata nikiwa ndani mwenyewe. Nakumbuka baada ya wiki kuisha, siku baba alipiga simu. Sikupokea. Nikaacha kaita tu. Ilivokata nikamtumia ujumbe, na nilifanya hivyo siku zote ambazo nilikuwa nimejifungia. Lengo ni nini? Nilikuwa sitaki tu asikie sauti yangu, maana najua tu akisikia sauti yangu tu atajua siko sawa. Na akijua ni wazi nitashindwa kueleza nini kinanisibu, na kwanza nitaanzia wapi kumueleza. Eti baba, mimi na Novin ilikuwa 1 2 3 we thubutu. Huu ujinga niliutaka mimi mwenyewe na nitabeba maumivu na hukumu mwenyewe. Basi baba baada ya kumtumia SMS akauliza kwa nini wiki yote hii hupokei simu zangu, zaidi tunatuma message, kuna nini? Sasa kuulizwa hivyo nikamzugazuga tu. Si unajua tena baba yangu hanaga noma kabisa, na uzuri ananiamini sana, so haikuwa kesi sana. Akaniacha na kuendelea na mambo yake. Kuhusu Bliss, I say huyu kijana bwana, toka siku ile ya uzinduzi nilikuwa namkwepa kama mshale, ila hakuchoka, alinitafuta kila itwapo leo. Asa kipindi cha wiki yote sikupokea simu yake wala kujibu SMS yoyote inayotoka kwake. Na sio yeye tu, bali watu wote ukitoa baba yangu. Kwa hiyo sikupokea simu zao wala kujibu SMS zao. Hivyo swala la kutokujibu simu zake lilinipa wasiwasi. Akaamua kuja kazini kwangu. Kufika akaniulizia, akaambiwa sipo wiki nzima. Akauliza ni ana likizo au, akajibiwa hapana, ila niliomba ruhusa. Taa nyekundu ikawaka kichwani mwake, na bila kupoteza muda akaingia kwenye gari na kuanza safari ya kuja nyumbani. Sasa wakati akiwa bado njiani akapata wazo la kumpigia Novin, akiwa na uhakika yeye anajua nilipo. Kweli akapiga simu ikaita, ila bahati nzuri sijui mbaya akapokea Sabela. Basi Bliss kusikia sauti ya kike aliangalia namba aliyopiga na kurudisha simu sikioni na kusema kwamba msamani, mwenye simu yuko wapi? Sabela akasema ametoka kidogo, je kuna ujumbe wote? Bliss akasema no, hakuna. Aliongea hivyo na kutaka kukata simu, ila akasita na kusema kwamba msamani, mwambie Novin amwambie Fiona akiwa free anitafute. Basi Sabela kusikia vile alikaa kimya kidogo na kusema kwamba samani, siwezi kufanya hivyo. Kama una shida na Fiona unaweza kumfuata nyumbani kwa sababu yupo. Basi akusubiri hata kujibiwa, akakata simu na kusonya. Upande wa Bliss alihisi hali isiyo kawaida. Akaongeza kasi na baada muda mfupi alifika nyumbani, na kwa kuwa sasa hakuwahi kufika pale, aliona ni ngumu kufunguliwa geti aingie na gari. So alichofanya ni kupaki nje, kisha akagonga na kujitambulisha kuwa ni mgeni wangu. Mlinzi hakuwa na shaka, akamruhusu na kuingia. Asa binti mie nikiwa sasa nimejikunyata tu kitandani, nilisikia mlango unagongwa. Nikajiuliza huyu anayegonga ni nani? Asa kabla kufungua nikachungulia na kuona ni Bliss. Haraka haraka nikajua huyu amekuja baada ya kuona sijibu jumbe zake. Sasa hapa nikimwacha akaenda anaweza kupata kwanza anaweza kupata wasiwasi na hata akamuuliza baba.
Na akimuuliza tu basi kuisha habari yangu. So hapa sina chaguo lingine zaidi tu ya kufungua mlango. Kweli kinyonge tu nikafungua bwana. Na shangaa alivyoniona tu alishtuka, kama kaona kitu cha kutisha. Hadi kabidi nigeuke nyuma. Usikute kuna mzuka umesimama mbele yangu. Ila mbona hakuna kitu? Sasa nini kinamfanya ashtuke hivyo? Sasa jamaa kauliza kwamba Fiona, ni nini hiki? Kwa nini uko hivi? Swali lake lilifanya sana nikajiangalia na kuuliza kwamba niko hivi kwani nikoje? Akasema kwamba usiniambie umejifungia ndani siku zote hizo. Nikasema kwamba kwani mimi kujifungia ndani? Hapana, ni kwa nini nijifungia ndani? Niliongea sasa nikijichekesha tu. Bliss aliniangalia kwa kunikazia macho na kuingia ndani bila hata kuambiwa karibu. Akaangalia mazingira ya ndani na kufungua mapazia pamoja na madirisha, kisha akanigeukia na kuniambia kwamba una shida gani? Kwa nini umejifungia ndani siku zote hizi? Nikamwambia kwamba jamani, ina maana kukuta madirisha yamefungwa ndio inamaanisha kwamba nilikuwa nimejifungia ndani? Kwanza kwa nini uko hapa? Akajibu ya kwamba niko hapa kwa ajili yako. Nikamwambia kwamba kwa ajili yangu? Sidhani kama nilikuwa na makubaliano ya wewe kuja hapa. Bliss akasema kwamba hebu acha maigizo Fiona, na uniambie nini shida, kwa sababu umekonda, umepoteza nuru kabisa, na mazingira huko ndani yanaonyesha wazi kabisa ulikuwa umejifungia. Basi alivyosema hivyo nilipata akili ya kujiangalia kwenye kioo. Mimi mwenyewe nilishtuka kwa kile nilichokiona mbele yangu. Wiki moja kweli ndo inafanya niwe hivi? Walai. Ndo maana watu wanakufaga na mawazo. Mwili wangu ulivyo mgumu kupungua. Leo nimepurukutika ndani ya wiki moja tu. Na bora basi hata ningepungua tu. Nimechoka. Uso kama vile sijini nini. Bliss kuona najishangaa akasema kwamba umeona jinsi ulivyo. Asa mimi sikuwa na cha kuongea zaidi tu kubaki na jiumauma tu. Bliss aliweka ukali pembeni na alivua koti lake la suti akaweka pembeni na kuingia jikoni. Akafungua friji na kutoa maziwa. Kwenye jiko kulikuwa na vyombo vichafu. Akatoa na kuweka kwenye sink. Akachemsha ile maziwa na kupoza kiasi, kisha akanipa ninywe. Nilipokea na kuanza kunywa, huku sasa nikimwangalia kwa uoga, maana najua jinsi alivyomkali. Akianza kunigombeza hapa na hisi nitalia hadi kesho. Ila ajabu ni kwamba hakunigombeza wala kunionyesha hasira. Akawa bize tu kuweka mazingira sawa, ambapo aliosha vyombo na kusafisha mahali pote palipoonekana pachafu. Kisha alivyomaliza akaniambia kwamba nenda kaoge twende hospitali. Kusikia hospitali nikaona hapana. Kwa upole kabisa nikamwambia kwamba Bliss, niko sawa, so naomba tusijisumbue. Bliss akasema kwamba naonekana kama hivi najisumbua ama? Sikia, fanya kama nilivyokuambia. Nikasema Bliss, please niko sawa. Bliss akasema kwamba najua kuwa uko sawa, ila nataka twende hospitali. Nikasema jamani, sasa naenda hospitali kufanya nini wakati mimi siumwi? Bliss akasema kwamba Fiona, ninachukia ubishi, kwa hiyo naomba uwe mwelewa. Nikasema sasa anayetakiwa kuwa mwelewa ni wewe Bliss, na ndio maana kwanza sawa, ni kweli siko sawa, lakini kutokuwa sawa kwangu hakuhitaji vidonge wala sindano. Bliss akasema kwamba kwa hiyo kama havihitaji hivyo kunahitaji nini? Nikasema sawa tu bwana. Akasema kwamba ni nani alikuumiza kiasi hiki? Mimi nimesema potezea tu na asante kwa kuja, lakini unaweza kwenda. Nimeuliza ni nani aliyekuumiza hivi ili nikamfundisha adabu. Unataka kumfundisha adabu? Haiwezekani ya kuumiza hivi alafu aishi kwa amani. Vipi kama huyo mtu ni mimi mwenyewe? Utanifundisha hiyo adabu ama? Uwezi kuwa wewe, lazima tu awepo mtu nyuma yako. Na ndio maana nataka uniambie ni nani. Nimesema mtu huyo ni mimi. Nimejiumiza kwa ujinga wangu mwenyewe. Kwa hiyo kama unataka kunifokea ni sawa tu unifokee. Na hata kibidi unipige. Msikilizaji, nilianza kulia kwa uchungu huku sasa nikisema mimi, nimejiumiza mwenyewe. Maskini kijana wa watu alinibembeleza vya kutosha na kunitia moyo, ila kila neno aliloongea ni kama alikuwa ananiambia nilie zaidi. Basi mimi nililia hadi nikachoka na kubaki natoa kwikwi tu kama mtoto aliyelia kupitiliza. Na muda wote huo Bliss alikuwa kaniweka kifuani kwake. Nilivyochoka nikajitoa na kujilaza pembeni. Sasa nikabaki tu akana baki kwanza ananipapasa kichwani taratibu. Mara nikainuka na kumwambia kwamba kichwa kinaniuma sana. Akanambia pole, utakuwa sawa, ngoja nikupe dawa maumivu kisha utalala, umesikia? Niitikisa kichwa kuashiria ndio. Akatoka na kwenda kwenye gari lake, akachukua dawa na kurudi, akafika na kunipatia. Na baada ya kunywa dawa, nilala kama alivyonitaka. Kijana wa watu akabaki na kazi ya kuniangalia hadi nilipokuja
Akaamka akachukua nguo zangu kadhaa na kuniambia kwamba utaenda na mimi kwangu na utakuwa huko hadi utakapokuwa sawa. Nitaka kukataa, ila jicho lake moja tu lilitosha kunifunga mdomo. Basi tuliondoka kwake. Sasa kufika akanipa chumba ambacho nitakuwa natumia. Nikamshukuru na kupumzika. Sasa upande mwingine bwana, yani upande wa Novin, airudi nyumbani na kufika akapewa taarifa kuwa nimefuatwa na mwanaume. Sasa Sabela alisema ili aone reaction yake, maana hadi muda huo aliamini ni ngumu urafiki kufa mazima. Lakini Novin kuambiwa vile hakuonekana kujali. Ndio kwanza akaambia kwamba nimepata nyumba nyingine na tayari nimeshalipa kodi, so kesho tutaama. Wewe, mbona imekuwa ghafla hivi? Na vipi kodi ambayo ilikuwa haijaisha hapa utaiache potee? Hilo halina shida, atakaingia badala yangu atanilipa. Atakulipa? Wewe unajua atapatikana lini? Na kwa nini umechukua maamuzi haraka hivi? Tena hata bila kunishirikisha Novin. I'm sorry. Nisamehe kama nimekosea, ila naomba iwe hivyo. Novin aliongea na kutaka kumpita. Sasa Sabela akamshika mkono na kumzuia na kusema ya kwamba unaama kwa sababu ya Fiona, si ndio? Hapana, nimeamua mwenyewe. Muongo. Huwezi kuamua haraka hivi. Ni wazi tu umefanya hivi kwa sababu ya Fiona. Na nashindwa kuelewa mtu umeshakubali kuwa hakuwezi kuwa na urafiki tena na uishi maisha yako kwa amani. Au unampenda? Sabela please, sina mudi ya kugombana na wewe. Sasa una mudi ya kugombana na mimi, ila mudi ya kumfikiria Fiona unayo, si ndio? Sasa nisikilize, hapa hatuami. Kama umelipia kodi huko utajua wewe, ila mimi hapa hatuami. Sijakuelewa, yani unataka kusema nini? Mimi ninachosema unakielewa vizuri sana. Wala usijitoe akili hapa. Eti tuame. Ili wewe unakuja kumuona wewe malaya wako ama? Hey, naomba uchunge maneno yako. Niangalia maneno yangu kivipi? Kwani ni uongo? Ni uongo kwa yeye ni malaya tu? Au uliona wapi msichana akafanya ujinga aliofanya yeye kama sio malaya ni nini? Sabela, na kuonya tena. Naomba uangalie maneno yako. Kwani nini umechukia ama? Unataka kunipiga kisa nimemuita ule mpuuzi malaya? Haya nipige nakwambia. Nyo. Muone alivyo, eti chunga maneno yako. Yule ni malaya tu kama malaya wengine. Ndio maana akawa mwepesi kukuvulia hata na nguo yake. Usikute huko nje hata anagawa kama karanga tu. Mpumba. Kabla Sabela hajamaliza kuongea alikatwa kofi takatifu hadi akapepesuka nusu adondoke. Aise, kwa hasira Novin akaambia kwamba aise, nimekubali kuvunja rafiki na Fiona kama ulivyotaka, ila kamwe siwezi kuvumilia kuona ukimvunjia heshima. Novin, umenipiga kisa Fiona? Yes, nimekupiga. Na ukirudia kuongea neno lolote chafu juu yake, nitarudia kukupiga. Vizuri sana. Novin, umefanya vizuri sana, hongera. Aliongea na kuondoka kwa hasira, akaingia chumbani. Dakika mbili nyingi akatoka akiwa kabeba nguo zake. Na alipofika alipo Novin akaambia kwamba ninaondoka ni kuacha na huyo Fiona wako. Na uliweke ile akilini, sitaki kukuona kwangu wala sitaki unitafute. Wewe si umeona yeye ni wa maana sana hadi unathubutu kunipiga kisa yeye, sawa? Ila nisahau. Novin alishusha pumzi ndefu na kusema kwamba Sabela, kwa nini hivi, kwa nini lazimisha tugombane? Hebu sikia, sipendi kuona tukio hivi, tafadhali acha basi. Mimi napenda ugomvi? Mimi Novin, kutetea furaha yangu ni ugomvi? Cause tulikubaliana unafuta kila kitu cha Fiona kwenye akili yako, lakini kwa nini ghafla tu unataka kuhama? Hii ina maana kwamba huwezi kuvumilia kujizuia kuongea naye wakati ukimuona. Ndio maana unataka kwenda mbali, si ndio? Na mimi nasemaje, kama unataka amani iwepo, hakuna kuhama hapa. Lakini hakuna cha lakini. Mimi nachotaka tu juu yenu ndicho kitakuwa. Na unajua sitaki kingine zaidi ya kuona urafiki wenu unakufa. Sawa? Kwa hiyo hatuondoki hapa, ila utamsahau huko ukimuona. Na hiyo ndio itanifanya nijue kweli ulimaanisha ulichosema. Na bado tupo pale pale, ukishindwa mimi na wewe tutabaki story. Unajua Sabela, ninakuheshimu sana, tena sana tu. Lakini naomba nikwambie kitu kimoja. Mimi sio mjinga, kwa hiyo usitaki kunipanda kichwani, umesikia? Ongea yote unaotaka kuongea, ila hapa hatuami. Novin alimwangalia Sabela kwa muda mrefu, kisha akamuuliza kwamba hivi, unanionaje yani? Na kuona hivyo kama unavyoona wewe. Unaniona?
ninavyoona mimi, si ndio? Sabela, unajua nimekuheshimu kiasi gani hata kuwa tayari kuvunja urafiki wangu na Fiona? Hivi unajua moyo wangu na maumivu makali kiasi gani juu ya maamuzi niliyotoa? Au unahisi ni rahisi sana, si ndio? Nakuuliza, unahisi ni rahisi? Ni rahisi ndio, lakini kama hauna hisia zozote juu yake, ila kama na wewe ulikuwa na hisia naye ni ngumu. Alafu ngoja, unataka kuniambia kwamba yani hauna furaha kwa sababu huongei na Fiona ama? Hii ina maana umekaa na mimi ila akili yako na moyo wako vyote viko kwake, si ndio? Naona kila yani naona kila unavyozidi kuongea ndivyo yani unavyozidi kufanya tuzozane. Fanya hivi, ondoka. Nini? Yes, ondoka. Kumbe ulikuwa unataka niondoke. Sasa siondoki. Sendi kokote, shenzi wewe. Yani umezunguka we, kumbe lengo lako niondoke. Ili mradi tu mrudi kuwa pamoja. Nasemaje, siondoki. Novin alimwangalia kwa hasira na kuamua tu kumwacha. Akaingia chumbani, binti naye akamfuata nyuma. Kufika huko chumbani, bado aliendeleza tu. Novin hakuwa na la kuongea tena, akabaki kimya tu. Siku hiyo ilipita bwana. Kesho yake asubuhi na mapema Novin aliamka na kuanza kupanga vitu kwa ajili ya kuhama. Kama kawaida, Sabela alianza kubwata akikataa wao kuondoka pale. Kelele zilikuwa ni nyingi na muda wote Novin alikaa kimya. Mwisho alivunja ukimya wake. Na kuahidi ukiendelea kunipigia kelele hivi tutaishia njiani, kwa sababu unajua wazi sipendi makelele sana. Umesikia? Sasa endelea. Na kingine, mimi ndio mwanaume hapa. Kwa lolote nitakalo sema unapaswa kufuata. Hutaki utashika njia yako na mimi nitashika ya kwangu. Sabela kusikia hivyo kidogo akapoa. Novin aliendelea kukusanya vitu na baada ya muda gari lilikuja kuchukua vitu kisha hao wakaondoka. Maamuzi ya kuondoka pale yalikuwa ni maamuzi magumu sana kwa Novin, lakini alifanya hivyo ili kuepusha ugomvi, kwani alijua wazi kuwa hataweza kuvumilia kutokuongea na mimi ili hali tunakaa sehemu moja. So kitu pekee ambacho aliona ni sawa ni kwenda mbali. Haya, upande wangu nilikuwa naangaliwa kama yai. Nilipikiwa, nilibembelezwa na kupewa maneno ya faraja. Nilichezeshwa michezo mbalimbali, yani ili mradi tu nisipate muda wa kuwa na huzuni. Naweza kusema Breeze alinisaidia mno na kiasi fulani nikaona kumbe naweza kuishi kwa furaha tu bila Novin kuwa karibu yangu. Japo sisemi kwamba nilimsahau, no, kumsahau ama kufuta kumbukumbu zetu ni ngumu kwa sababu ni mtu ambaye nimekuwa naye kwa maisha yangu yote. So kumbukumbu ni nyingi mno na haziwezi kufutika kirahisi namna hiyo. Ila yale maumivu niliyokuwa nayo ndio yaliyeyuka kila dakika. Basi siku zilisogea, hatimaye wiki 2 zikakata. Ile nuru iliyopotea ilirejea, nikawa zaidi ya Fiona yule niliyokuwa mwanzo. Tabasamu na vicheko havikukauka kwangu. Na yote ilikuwa ni kazi ya Breeze. Huyu kijana alijua kunifanya nione dunia ni sehemu salama, tena bila ya uwepo wa Novin. Na yale mazoea niliyokuwa nayo kwa Novin yote yalihamia kwa Breeze. Japo walikuwa ni watu tofauti sana, maana kawaida Breeze sio mwongeaji hata kidogo, lakini pamoja na kuwa hivyo bado nilimzoea. Na alinifanya nihisi salama kuwa karibu naye. Na sio kunifanya nihisi salama tu, bali alihakikisha naona ni kiasi gani anaenjoy kuwa karibu yangu na anajivunia mimi. Niseme tu kweli, kuna raha ya kupendwa bwana, na mtu akikupenda kisawasawa basi atahakikisha upendo wake unakuwa dhahiri kwako. Na hicho ndicho alichofanya Breeze. Haya, upande wa Novin hali haikuwa shwari hata kidogo, kwa sababu ugomvi wake na Sabela ulikuwa ni wa kugombana kila siku. Kitu kilichofanya sasa aone bora angechagua hata urafiki kuliko mapenzi ambayo yamegeuka na kuwa uwanja wa vita. Ndani ya moyo wake alitamani kurudisha kila kitu kama ilivyokuwa mwanzo, ila ilikuwa ni ngumu kwa sababu bado ingemhitaji kumwacha Sabela, kitu ambacho hakuwa na uhakika kuwa anaweza kuruhusu kitokee. So baada ya siku kusogea, aliamua jambo moja tu, kwamba atapambana na mahusiano yake na Sabela arejee kama mwanzo, labda ikiwa hivyo moyo wake utakuwa na amani. Kweli bwana, kijana aliamua kufuata kila alichotaka. Yaani kila alichotaka mpenzi wake kijana alifuata. Kidogo ugomvi ukapungua na mapenzi yakaanza kurejea kama mwanzo. Lakini sasa pamoja na kwamba walirudi kuwa sawa, bado alishindwa kuwa na furaha kabisa. Anawaza afanye nini ili awe sawa. Jibu ni kwamba arudishe urafiki wetu, maana hicho ndicho kilikuwa kinamnyima furaha. Lakini swala la sisi kurudi kama zamani lilikuwa ni ngumu mno. Aliwaza na kuwaza, mwisho akaamua kushirikisha kaka yake. Akamuuliza kila kitu kilichotokea na kuomba amshauri nini afanye haswa.
Kaka mtu baada ya kusikia yote alishusha pumzi na kumwambia kwamba ukweli katika maamuzi magumu na mabaya uliyofanya ni haya. Novin, ulitakiwa kuweka mambo sawa na mwanamke wako na sio kuvunja urafiki wenu na Fiona. Ile hali ulijua wazi huwezi kuwa naye mbali, na kwa jinsi ulivyonieleza kuhusu Sabela, niwe radhi tu kusema kuwa hakufai na wala hakuna mahali mnaenda, kwa sababu pia tayari mahusiano yenu yalishaingia mdudu kitambo tu, na uwe na uhakika kuwa hata ikitokea leo mkakosana ama ukafanya kosa lolote tu ambalo yani linatilia manani, uwe na uhakika yule binti lazima ataliibua hili tena. Kwa hiyo nyie siku zote mtakuwa ni watu wa kurudia kitu kile kile, na kingine ambacho ulikosea ni maneno uliyomtamkia Fiona. Naelewa alienda kinyume na vile mlivyokubaliana, na pia yeye ndo alianzisha hiyo michezo, ila bado haikupaswa kumtamkia maneno makali vile, haikuwa sawa. Kwa hili sidhani kama mtakuwa sawa, yani hata leo muombane msamaha bado hamwezi kuwa sawa, kwa sababu yeye alianza kubugi na wewe ukamalizia. Na siku nyingine tafadhali msiingize mapenzi kwenye urafiki. Sisemi kuwa ni vibaya marafiki kuwa wapenzi, no, ila mkiingiza mapenzi kwenye urafiki, mapenzi yakiisha lazima tu urafiki ufe. Ni wachache sana wataingiza mapenzi na baadaye yakiisha urafiki wao unaendelea kama kawaida. Ni wachache mno, kwa hiyo wakati mwingine kuwa makini. Basi Novin akasema kwamba kaka, bado hujanishauri, yani niambie nifanye nini ili kila kitu kirudi kuwa sawa? Kaka mtu akajibu ya kwamba hakuna unachoweza kufanya Novin, kwa sababu tayari mwanamke wako hataki kuona mnaendelea kuwa marafiki na Fiona. Hivyo ukisema urudishe urafiki utapoteza mahusiano yako. Kwa hiyo bado utarudi kwenye chaguo lile lile, urafiki ama mapenzi. Je, kipi utaondoka nacho? Uko tayari kumwacha Sabela? Hapana. Ufundishe moyo wako kuishi bila Fiona, kwa sababu huwezi kuachilia mapenzi ubaki na rafiki yako. Utakuja kupata mpenzi mwingine, na hapo katika mpenzi utapaswa kuweka mipaka ili hili lisije kujirudia tena. Novin akasema kwamba haina maana kuwa na Sabela ili hali moyo wangu hauna furaha, so niko tayari kurudisha urafiki wetu. Kaka mtu akasema kwamba na hakika. Novin akasema ya bro, nimeona mimi siwezi kabisa kuishi bila Fiona, siko tayari. Basi kakake Novin akasema kwamba vizuri, then fanya maamuzi haraka kabla hujachelewa, na nikupe kitu cha mwisho, kama unampenda Fiona yani nje na urafiki usijizuie, mwambie kwa vitendo. Novin akajibu kwamba nimekuelewa, asante. Basi waliagana, kisha Novin akafunga safari na kuja nyumbani kwangu. Na kipindi hicho nilikuwa tayari nimeshatoka nyumbani kwa Brice. Ila kwa siku hiyo sikuwepo nyumbani. Nilikuwa wapi? Tulikuwa tumetoka na Brice nje ya mji, so alipofika nyumbani hakunikuta. Akataka kunipigia simu ila akahisi sitapokea, so akaacha na kuondoka, sasa akiwa na mpango wa kurudi tena. Kweli kesho yake alirudi, na bahati nzuri nilikuwepo, so aligonga, na mimi sasa nikiwa sijui ni nani anayegonga, nikaenda kufungua na kukuta ni yeye. Kwanza nilishtuka kwa sababu sikutegemea kumuona pale. Kwa upole kabisa nikamwambia kwamba wewe, kwa nini uko hapa? Naweza kuingia ndani tafadhali? Alivyosema hivyo nilimwangalia kwa sekunde kadhaa, kisha nikamwambia kwamba mpenzi wako anajua kuwa upo hapa na unataka kuingia kwangu, yani unataka yani nichomwe visu nife ama? Kwa ajili yangu tafadhali, naomba tuingie ndani. Nilimwangalia namna alivyo mnyonge, nikasogea, akaingia na kwenda kukaa kwenye sofa. Bila papara nilifunga mlango, nikachukua kinywaji na kumpatia, kisha nikamwambia kwamba na kusikiliza. Bila kunywa hata kinywaji nilichompatia, aliweka pembeni, akapiga magoti na kunifuata nilipo, maana nilikaa mbali kidogo naye. Fiona, naomba unisamehe sana. Kukusamehe? Kama sijakosea, msamaha huomba pale penye kosa tu. Sasa uone niombe msamaha kwa kosa gani ambalo umenifanyia? Nimekosea mengi Fiona, na ndio niko chini ya miguu yako, naomba unisamehe tafadhali. Usitaki kunichekesha Novin. Yaani inawezekanaje maamuzi uliyochukua kwa mapenzi mazito leo yageuke kuwa kosa? Sikia nikwambie, haujakosea, bali ulikuwa sahihi kufanya ulichofanya, na mimi niko sawa na hilo. So kama moyo wako unakuambia ulikosea, no, amka na uwe na amani. Mimi sina shida na wewe kabisa. Hapana Fiona, mimi sikutakiwa kufanya vile, so please naomba nisamehe sana. Hivi unajisikia lakini au umekunywa pombe? Sijanywa kitu chochote, na naelewa hiki ninachofanya sasa hivi. Fifi, niko tayari kurudi kama mwanzo. Unafikiri ni rahisi? Naelewa ni ngumu, lakini hatuwezi kuishi hivi. Hatuwezi kuishi hivi leo hii, ndo unajua hilo. Novin, naomba nisikize kwa makini, sawa? Nisikize kwa makini sana Novin. Mimi na wewe
tulishamalizana toka siku ile, kwa hiyo nakuomba uinuke taratibu urudi kwa mpenzi wako. Hapana Fiona, usifanye hivyo. Najua nilikuumiza sana, lakini naomba tusiishie hivi tafadhali. I say, nilihisi kama anantibua na kunirudisha kwenye maumivu ambayo nilishapona. Kwa hasira nikaambia kwamba Novin, sitaki ukaribu wowote na wewe tena. Sitaki, naomba ondoke kwangu haraka sana. Fifi, mimi siondoki Fifi. Wewe kama unataka kunipiga nipige tu au kunifanya chochote, ila mimi siondoki hadi uniambie kwamba umenisamehe na tunarudi kama mwanzo. Hivi huyu anaona hivi anaona mimi nipo kwenye masiara Naona anataka kuniletea za kuleta huyo. Nikasirika nikamshika na kutaka kumburuzia nje. Akashika miguu yangu na kuningangania. Yaani fanya kama unaona ni mangumi niliyomtwanga. Ila hakuniachia. Mwisho nilianza kulia na kukaa chini. Naye akaunga tukawa tunalia wote. Sasa mwenzangu lia yake ilikuwa inanitia hasira. Nimwambia kwamba naomba ufunge ile mdomo lako ule bwana. Uliaji gani huo kama kipaka cha kichawi? Kwani alisikia sasa, aliendelea. Mwisho nikasema basi nimekusamehe. Kusikia vile ndo akanyamaza. Nikamwambia kwamba haya, unaweza kuondoka usije kunitafutia matatizo. Hapana. Leo mimi nitashinda na wewe hapa. Utashinda na mimi hapa? Na mpenzi wako ashinda na nani? Ile sio muhimu kwa sasa. Kwani hujanimisi? Hivi naonekana kama ni mtu ambaye nimekumisi? Sawa. Alibaki kweli kama alivyosema, ila niseme tu pamoja na kusameana, moyo wangu bado ulifunga. Wala ile kiu ya kukaa naye kama mwanzo haikuwepo kabisa. Kwanza mimi nilikuwa busy kuchat na Bliss, na kwa kuwa sasa tulikuwa tumekubaliana kuwa jioni ya siku hiyo tutapata chakula cha usiku pamoja. Ilipofika jioni tu nikajiandaa na kumwambia kwamba nataka kutoka, so unaweza kuondoka, nataka kufunga nyumba yangu tafadhali. Si utarudi kama ndio mimi naweza kubaki, si utarudi? Nyumbani kwangu sio sehemu ya kukaa waume za watu, so tutaonana wakati mwingine. Maneno yangu alimuumiza, ila alizuga na kutabasamu kisha akaniambia kwamba haya, nashukuru kwa muda wako na nashukuru kwa kunipokea tena. Haina shida. Tuliagizwa kusamehe. Hakuongeza neno, akainuka na kuongoza nje. Nami bila wasiwasi nilifunga mlango wangu, nikaingia kwenye gari na kuondoka, nikimwacha akinisindikiza tu kwa macho. Safari kuelekea kwenye dina ilianza. Nikamtaarifu Breeze kuwa ndo nimetoka nyumbani. Sasa text ilivyofika tu akapiga madai ananipa kampani. Kwa hiyo tukaongea hadi nafika, nikakuta amenisubiri, akaja kunifungulia. Alipofungulia mlango nikashuka, akanishika mkono hao ndani. Huko sasa nikakuta pameandaliwa special kwa ajili yetu. Kabla ya kukaa nikapewa maua na kuulizwa umepapenda? Nikajibu yes daddy. Basi nikavutiwa kiti nikakaa na yeye akakaa, kisha tukaanza story huko sasa tukichagua kitu cha kushtua tumbo. Kitu ambacho nakipenda kwa huyu kaka, jamani, anajua kujali hadi anapitiliza. Sisemi kwamba Novin alikuwa hajali, no, ila huyu kamzidi karibu kila kitu. Basi bwana, tuliongea tukala na mengine mengi, muda nao ukasogea. Ilipofika muda wa kuondoka, tukaongozana hadi alipo magari yetu, nikamuaga na kutaka kuondoka. Akanishika na kuniambia kwamba Fiona, naweza kumbatia? Nikamwambia bila shaka. Niliongea na kunyoosha mikono, akanikumbatia karibu dakika nzima, kisha akaniachia na kuniambia kwamba asante kwa muda wako na asante kwa kuja kwenye maisha yangu. Nikamjibu karibu, lakini nafikiri mimi ndio napaswa kushukuru kwa sababu umekuwa ni mtu wa baraka sana kwangu. So Mr. Breeze, naweza nikasema kwamba thank you so much. Jamaa akajibu kwamba natamani kuongea neno lakini acha nilihifadhi. Nikasema kwamba bwana, wewe niambie tu bwana. Breeze akasema kwamba naahidi nitakwambia, ila leo hapana. Rudi nyumbani kwa pumzike, kesho unatakiwa kufika kazini. Nikasema bwana, mimi sijapenda. Niliongea kiutani tu na kujifanya nimenuna. Sasa Breeze kuona hivyo, alinishika mkono na kuniambia no, usifanye hivyo bwana. Unajua sipendi kuona ukiwa umenuna Nikamwambia sawa bye. Breeze akasema wewe unaondokaje bila kusikia nilitaka kusema nini? Nikamwambia nitasubiri hadi utakapoona ni sawa. Basi kama kawaida niliongea tu kwa mideko na ugeuka niondoke. Akanizuia tena na kuniambia kwamba nitaka kusema sitamani uende mbali na mimi. Nikamwambia kwa nini? Jamaa akasema kwa sababu uwepo wako unanipa amani na nguvu. Nikasema haya, nasikia baridi, ngoja niwahi. Niliongea ili kumkatisha, maana naona kinachofuata hapo sio poa. Naona naye alijua na mkimbia, akaishia kutabasamu na kuniruhusu niondoke. Haya, kila mmoja aliingia kwenye gari lake na kuondoka. Baada ya hapo tuliendelea kuwasiliana na kuonana kama kawaida, dina za pamoja zikawa nyingi.
Ubizi huo ukifanya hata kuonana na Novin ikawa ni shida, kitu ambacho kilikuwa kinamuumiza sana. Lakini haikumfanya ashindwe kupambana kurudisha ukaribu. Japo sikumpa nafasi, ila bado hakukata tamaa. Sasa siku moja bwana alikuja, na muda ambao anakuja nilikuwa na Brice tukicheza game. Kufika anataka ugonga mlango, akasikia tukicheka ndani. Alishangaa imekuwaje Brice awe nyumbani kwangu wakati sijawahi kuwa na mazoea naye. Akawaza aingie ndani, ila akaona bora aondoke. Ila hilo likamkaa rohoni bwana. Kesho yake asubuhi na mapema nataka kwenda kazini, na shangaa mtu huyu hapa. Salamu moja tu na swali, eti ilikuwaje jana ukawa na Brice? Mmeanza mazoea lini? Nilimwangalia kwa mshangao nikamuuliza kwamba ina maana unanifuatilia kujua nani anaingia kwangu na nani anatoka, si ndio? Sina maana hiyo Fiona. Na wala siwezi kukufuatilia. Lakini inakuwaje ghafla tu muwe karibu kiasi kile? Ningeweza kukujibu lakini haina maana. Haina maana? Fifi, unawezaje kumuingiza mtu kwenye maisha yako kirahisi namna hiyo? Yaani simple tu. Umeshafikia hatua ya kushindana ndani. Kwani shida yako ni Novin? Hivi mimi ni mtoto mdogo ama? Au sitakiwi kuwa na ukaribu na mwanaume mwingine ila wewe tu? Shida sio kuwa hutakiwi kuwa na mazoea Fiona na mwanaume mwingine. Fiona, unatakiwa kuwa makini na Brice. Na sio mwanaume sahihi kwako. Kumbuka pia ikitokea lolote familia zetu zitakwaje baada ya hapo? Ikitokea nitawajibika kama nilivyowajibika kwako. Na kingine, hilo neno kuwa Brice sio mwanaume sahihi ni kwako. Na sihitaji ruhusa yako wala wewe kuona huo usahihi, umesikia? Alafu naomba nikukumbushe kitu kimoja. Ulisema kila mmoja awe na mipaka na mwenzake. Kwa hiyo tafadhali sana, kaa kwenye nafasi yako, umesikia? Yaani nikiingia pabaya ni mimi na maisha yangu. Pakiwa pazuri, yes, ni mimi na maisha yangu, wewe haikuhusu. Hapana Fiona. Usitumie makosa yangu kuniadhibu, sawa? Ni haki ya kila mmoja wetu kumkanya mwenzie mara tu unapokosea. Haki gani? Sikia kijana, huna haki wala sina haki ya kuingia kwenye mambo yako yote, umesikia? Zaidi tu kaa kwenye nafasi yako na utulie. Okay, nimekuelewa Fifi. Lakini hebu naomba uniambie, ina maana siku zote hizi unanikwepa sababu ya Brice? Mimi kukukwepa wewe? Kwa nini? Na ili iweje kwa mfano? Hili swali ningekuuliza wewe cause umebadilika Fiona. Huna muda na mimi tena. Kila mara nikija kukuona unanikwepa, nikituma message au kupiga hushiki simu zangu. Kwa nini? Kwa sababu nilikukosea, lakini kama ni hivyo, si niliomba msamaha? Novin, acha nikwambie kwa pole tu, sawa? Maana ni kama hatuelewani, sawa? Ngoja nikwambie kwa pole. Mimi hapa Fiona, sikukimbii wala kukukwepa. Yaani sikukwepi kwa namna yoyote ile. Ninachofanya ni kuweka mipaka kama ulivyotaka. Si wewe ndio ulitaka hivi ama? Sikuwahi kutaka hivi Fiona. So aliyesema neno mipaka sio wewe, ni mzimu, si ndio? Ni mzimu wako ama? Fiona, kama kuna lolote nilisema kwa siku ile, haikuwa mimi, ni hasira tu. So please, usishikilie neno lolote ambalo nitamka siku ile kwenye moyo wako. Sina muda wa kushikilia neno lolote. Ila ninakaa kwenye mipaka yangu. So mipaka yako inakwambia hutakiwi kutoka yani hatutakiwi kutoka pamoja. Hatutakiwi kukaa wala kufanya mengi kama zamani, si ndio? Novin, mimi nafikiri unahitaji ujipe muda wa kuweza kufikiria nini unataka, kwa sababu yani sikuelewi, sikuelewi kabisa Novin. Alitaka kuongea, ila kabla hajaongea geti lifunguliwa, akaingia Brice. Kutufikia akamsalimia Novin vizuri tu. Kisha akanisalimia na mimi na kuuliza kama niko tayari. Nikajibu ndio na kuongoza. Tukatoka nje, akanifungulia mlango wa gari, nikaingia na yeye akaingia, kisha tukaondoka na kumwacha Novin akituangalia. I say, hii ilimuuma. Akaona akikaa kizembe atapoteza kila kitu, kwani tayari mahusiano yake na Sabela yalishaingia mdudu mtu kitambo sana. Urafiki wetu nao unapumulia mpira. Alafu ghafla tu kajitokeza Brice na kushika nafasi yake. Aliona hapana. Bila kupoteza muda alimtangulia Brice ofisini kwake, maana si alianza kunipeleka kazini kwangu kwanza. So Novin akaona ngoja nikamsubiri kazini kwake. Kweli Brice baada ya kunifikisha kazini tu tuliagana, na akaomba jioni tukitoka kazini anipitishe mahali tupate muda wa kutosha, kwani ana mazungumzo muhimu sana na mimi. Yes, kama ilivyo kila siku nikajibu poa. Akaondoka. Kufika ofisini kwake anakutana Novin. Hakushtuka kwa sababu mchezo mzima alikuwa anaujua. So Novin alivyomuona
hakutaka kuzunguka. Moja kwa moja akamwambia kwamba bro, naomba uniseme kama nitakuwa nakosea, ila naomba ukae mbali na Fiona. Na najua kwamba ni ngumu kwa sababu ya ukaribu wa familia zetu, jumlisha amekuwa ukimuona, ila kama ulivyokuwa mwanzo ndivyo nataka uwe sasa hivi. Kwa hiyo naomba ukae mbali naye. Bliss kusikia hivyo alitabasamu na kusema ya kwamba nikisema nikuulize kwa nini nitakuwa napoteza muda, kwa sababu najua kwa nini unasema hivyo. Labda tu nikwambie kifupi Noven, ni kwamba siwezi, na sio siwezi tu, bali haitakaa itokee mimi kukaa mbali na Fiona. Yaani hivi unavyoona sasa hivi ni mwanzo, nitakuwa karibu yake zaidi hapa. Kwa hiyo unataka kusema kwamba unataka kuweka vita na mimi, si ndio? Kuweka vita na mtoto mdogo kama wewe ni ujinga. Sikia, wewe yule si ni rafiki yako? Hebu pambania nafasi yako na uachane na mimi. Sina haja ya kupambana kwa sababu yule ni wangu mimi, na tabaki kuwa wangu. Hajawahi kuwa wako kijana, na hatakuwa wako, ila kwa macho yako utaona akiwa wangu. Bliss aliongea na kuondoka. Aisee, kuanzia hapo ilifuata miwindano tu. Huyu alifanya hiki, yule alifanya vile. Nakumbuka siku ile hatukuonana kama tulivyokuwa tumepanga kwa sababu nilipata dharura, so tukaja kuonana baada ya siku kama 2 hivi. Na tulivyokutana tu, kijana akamwaga sera na kuniambia anataka niwe mke wake iwapo nitakuwa tayari. Mimi sikushtuka kwa sababu nilishajua toka kitambo kuwa ananipenda, so alivyosema hivyo tu sikulaza damu, nikamkubali. Yes, nilikubali kuwa naye kama mtu na mpenzi wake, na ikimpendeza Mungu tuwe mke na mume. Alifurahi kiasi ambacho siwezi kuelezea hapa, msikilizaji ukanielewa. Alisema tu kwamba Fiona, thank you kwa kunipa nafasi kuwa mwanaume wako. Hii ni zawadi bora kuliko zote nilizowahi kupata, na nikuahidi tu hautojutia. Msikilizaji, mimi sikuwa na la kujibu, nikaisha kutabasamu tu. Na unaweza kushangaa imekuaje nimemkubali Bliss ili hali nilikuwa namtaka Noven. Jibu ni kwamba najua hata mwenyewe ulikuwa unatamani sana niwe na Noven, Niseme tu mission impossible. Jibu ni kwamba nimechagua kuwa na mwanaume anayenipenda kuliko ninayempenda mimi. Wanawake mnanisikia? Nimechagua kuwa na mwanaume anayenipenda kuliko ninayempenda mimi, na nimeona hiyo ni bora na salama kwangu kuliko kumchagua Noven ambaye hana uhakika na anachokitaka, kwa sababu kama aliweza kuwa tayari kufuta kila kitu kwa ajili ya mtu mwingine, niwe na hakika anaweza kufanya hivyo kesho. Na ukiachana na sababu hizo nyingine, ni maneno aliyonitamkia siku ile. I say, huwa naheshimu maneno ya mtu ambaye ameongea kwa hasira, kwa sababu kwa 100% ni kweli. So kama ni kweli, hii ina maana kinachomsumbua Noven sasa hivi si upendo au hisia za mapenzi, ila ni mazoea. Yes, Noven hanipendi, ila ni mazoea tu. Na hata kama itakuwa kweli ananipenda, basi upendo wake unayumba yumba wala hauko imara. Sasa kuepuka maumivu na kurudia maugomvi yale yale kila siku, acha niende kwa anayenipenda na yeye atabaki kwenye cheo cha urafiki. Nashukuru Mungu kwenye mahusiano yangu na Bliss hakunifanya niwe na maswali kuhusu sisi wala kuwa na wasiwasi kuhusu kesho yetu. Kwa hiyo kijana alikuwa kanyoka sana kama rula, wala hakutaka makona kona. Nakumbuka tulidate miezi 2 tu akatangaza nia. Hili lilimvuruga sana Noven kuliko kawaida. Alilipinga ile jambo kwa nguvu zake zote, na wakati huo huo ndo akanambia kuwa ananipenda na anataka tufuate taratibu zote. Nilichomjibu, nilikataa kata na kumtaka aniache na mahusiano yangu. Na sio kuniacha tu, aheshimu. Hataki basi yake mbali na mimi. Kinyonge alikubali na kuniambia kwamba nafikiri haya yote nimeyataka mimi, laiti kama ningejua ama kuelewa hisia zako mapema, huenda tusingefikia hapa leo. Noven, hisia zangu pekee zisingeweza kuendesha mahusiano Noven. Wewe kubali kuwa haikuwa fungu letu. Lakini pia nataka ujue kuwa sijutii yale yote tuliyofanya pamoja. Na hata leo nikipewa nafasi nirudi nyuma, sitafuta moment yetu hata moja. And mimi nadhani tu nimesamehe kwa jinsi nilivyokutreat baada ya ugomvi. Sawa bwana. It's okay. Ulikuwa na haki ya kufanya vile. Nafikiri mimi ndo napaswa kuomba samahani, na nashukuru pia kwa kukubali urafiki wetu kuendelea. Kuhusu na Bliss, mimi nawatakia baraka. Na kuanzia sasa na kuahidi mimi nitakuwa rafiki bora kwako, wala sitakuwa kikwazo kwa lolote. Sawa. Nitafurahi ikiwa hivyo. Basi wote tulitabasamu na kukumbatiana kisha akaondoka. Siku zilisogea, hatimaye taratibu za ndoa zikaanza kufuata, na baada ya wiki kadhaa
Ikafika siku ya ndoa yetu. I say hii siku nilitakiwa kufurahi, lakini nilikuwa na huzuni iliyopitiliza. Kila mara nilikumbuka moments zetu na Novin na kujikuta nikitokwa machozi. Waliokuwa pembeni walihisi nalia kwa sababu ya furaha, ila kumbe nalia kuona maisha yangu na Novin hayakuwa kama yalivyokuwa tena. Ile mipaka aliyosema leo inaenda kuchorwa rasmi. Lakini ni basi tu, yote tu ni kwa ajili ya mema. Nilichotaka sicho nilichopewa. Ile ndoto na mapenzi leo vimefika ukingoni na ukurasa mpya wa kitabu kipya umefunguliwa. Nilishusha pumzi ndefu na kusema kwamba ndio nimekubali. Pingu zikafungwa, nikawa mke halali wa Mr. Breeze. Babangu alifurahi kiasi cha kujikuta akilia. Kwa furaha na huzuni, akamshika mkono Breeze na kumwambia nitunzie binti yangu huyu kwa sababu huyu ndio roho yangu. Nitaumia sana kuona akipata majeraha ya moyo. Mume wangu kipenzi akamwambia kwamba uncle, sorry baba, unajua toka siku ya kwanza nilikwambia nitamuoa binti yako na nitamtunza kama mboni ya jicho langu. Basi leo nimetimiza moja na ninaanza safari ya kutimiza la pili, so ondoa shaka, yuko mikono salama. Basi baba alitaka kuongea, nikamkatisha kwa kusema kwamba nimesikia toka siku ya kwanza. Siku ipi jamani? Ina maana mlipanga njama zenu kitambo sana Wote walicheka na kusema kwamba ni mambo ya wanaume. Haya bwana. Basi jamani, tulifurahi sana siku hiyo muhimu kwetu, na kuanzia hapo safari yetu ya maisha ya ndoa ilianza. Naweza kusema Mungu amenipendelea jamani, yani kunipa Breeze kama mume wangu ni zaidi ya baraka na upendeleo hali ya juu. Huyu mwanaume ananipenda jamani. Yani hata sijui nisemeje. Unajua kila dakika na kila saa unifanya nijione wa bahati kuwa na yeye. Yani ananipenda na kunijali kuliko anavyojipenda yeye. Sio mimi tu. Familia yangu ni yake, matatizo yangu ni yake. Kiufupi, ukitoa pesa kila kinachonihusu mimi ni chake. Nampenda mume wangu bwana. Jamani, kuhusu Novin yupo, hajapotea wala hatujasusiana. Tunaongea kama kawaida na wakati mwingine tunaonana, lakini tunazingatia nini? Mipaka. Mke wa mtu mipaka lazima iwepo. Na sio mimi tu, yeye mwenyewe kwa sasa ni mume wa mtu, so wote tunakaa kwenye mipaka yetu, yasije kutokea mambo ya kina Sabela ikawa kesi. Kwa hiyo ule UBFF nimeuhamisha kwa mume wangu huyu wa sasa, ambaye kwanza sikuwahi kuolewa bwana. Ngoja nirudie kauli yangu. Ule UBFF nimeuhamishia kwa mume wangu. Huyu ndio BFF wangu wa sasa na wa milele. Jamani, kwa raha nizo nazo naweza kuongea hadi kesho jamani. Naomba tu niishie hapa na historia yetu tuimalizie hapa. Kwa hiyo asante sana kwa wewe ambao ulikuwa pamoja nami tangu mwanzo mpaka mwisho. Na kushukuru na nikupe pole wewe ambaye ulikuwa unatamani sana mimi pamoja na Novin tuweze kuwa pamoja, lakini ndio hivyo. Mlishakalili Kwa hapa niseme tu mission impossible. Sio kila mnayemsikia ndio yeye. Niseme tu mission impossible. Na nimalize kwa kuwashukuru sana wote. Mungu anatupenda jamani, ndio maana tumemaliza wote. Neema yake pia tukutanishe kwenye simulizi nyingine mpya hapa Lumba Simulizi. Unaweza kunipata pia upande wa Instagram ama TikTok kwa jina la Lumba Simulizi ama Lucas Lumba Simulizi. Utaniona huko. Niseme tu God bless you till we meet again. Bye bye.